Sehemu ya 118 tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Sehemu ya 117 ilituonesha ya kwamba hasa kwa watumishi wa umma jamani, acheni dharau kwa watu tunaokuja hapo kupata huduma. Dharau hizi zitakwenda kumponza Captain Gamale pamoja na Station Master. Ni baada ya Hamza pamoja na Liz kutuhumiwa kwamba wao ni wezi wa simu kwenye kituo cha train. Sasa baadaye zile purukushani kwa sababu Master Gamale anatakiwa akampokee mgeni rasmi aliyeingia hapo kituo. Na huyo mgeni bado hawajamtambua ni nani, lakini baada ya taarifa kuonekana kwamba kuna mgeni ameskani ID ya VIP, basi wakafahamu ya kwamba basi pale kuna mtu mzito kaingia, kwa hiyo anahitaji uangalizi. Sasa baada ya kuzozana pale Station Master akasema ya kwamba waandikisheni majina yao wote wawili na kisha muachie waondoke. Tutawasiliana na polisi kufanya uchunguzi. Basi Captain Gamale pale hakuthubutu kabisa kupinga na haraka aliwasogelea Hamza na Eliza. Gamale akasema, nyie haraka tueni vitambulisho vyenu, tukishachukua majina yenu poteeni hapa. Basi Hamza mara baada ya kuambiwa hivyo alishindwa kujizuia na kuanza kucheka. Akasema wow, huu mchezo umenoga. Hata hivyo hakutaka kujibishana naye. Hivyo mara moja alitoa kitambulisho chake pamoja na Charles na kumpatia. Sasa afande Gamale akasema, nyie nimesema nataka kitambulisho sio kadi ya benki. Basi Hamza akasema, aisee ndugu yangu, hicho ndicho kitambulisho changu. Gamale akasema, nini unaniona mjinga eh? Sasa muda huo Station Master ikabidi asogee, maana alikuwa nyuma. Ikabidi asogee mara moja akiwa hapo na hali ya serious usoni. Kisha akapiga hatua na kushika kile kitambulisho kutoka kwenye mikono ya nani? Ya Gamale. Station Master akasema ya kwamba ngoja mimi nifanyaje? Niangalie. Kudadeki. Kumbukeni hapo wanatakiwa wakamata wezi. Yani waandikisha majina hao wezi. Kisha wasiliana na polisi, alafu wakadili kumtafuta mgeni rasmi aliyeingia hapo kwenye kituo cha station, ambaye huyo mtu anaitwa Hamza Mzee. Watumishi wa umma. Haya bana, tusonge mbele. Yule Station Master mara baada ya kushika ile kadi haraka sana alianza kuchunguza kwa makini. Macho yake alisimama kwenye nembo ya taifa iliyokuwa kwenye hiyo kadi. Ni muda ule hali ya jasho ilianza kutokota kwenye paji lake la uso, huku kwa wakati mmoja kadi ile ikiwa nzito. Kuishikilia kwa mikono yake yote miwili kwa namna ya kutetemeka, yani ni nzito. Station Master akasema, saa naweza kukufahamu jina lako? Hamza akasema, sasa jina silimaandiko juu ya hiyo kadi, au hujui kusoma kiongozi eh? Huoni hapo kuna Hamza na kisha Mzee. Mara baada ya kuongea hivyo, eneo hilo la ofisi za ulinzi liligeuka kuwa kimya. Hivyo ushawahi kufanya? Yaani mpaka tamani mapigo moyo ya stop na yenyewe ashangae afanye. Yule Station Master alihisi ni kama mpigwa na nyundo ya kichwa. Upande wa Gamale, vigoti vya miguu vilianza kulainika na kidogo tu adondoke. Walinzi wote waliokuwepo hapo walijikuta wakipigwa na mshtuko kwa namna ya tofauti. Sasa mkuu wa kituo kwa kubabeka akauliza kwamba wewe ndio Luteni Generali Hamza Mzee? Hamza kimzaa alicheka akasema, ndio. Kwanza nimepatiwa hicho cheo hivi juzi tu, hivyo sijui hata kama unavoniita ni sahihi. Halafu vipi hiyo sauti, umepatwa na shida ya koo ama nini? Aliuliza Hamza kimzaa. Sasa mkuu wa stesheni mara moja alisimama vizuri na kisha akatoa salute akasema, salamu kwako Luteni Generali Hamza. Hamza alishia kutoa tabasamu tu, kisha alichukua kadi yake akasema, Station Master, naona una ulinzi makini sana hapa, yani hata shemeji wa captain anayo haki ya kufanya anachotaka ndani ya kituo kama kuiba simu na kuuza. Mara baada ya kusikia vile, mkuu wa stesheni alijikuta akishangaa. Akasema, Generali, unamaanisha nini? Hamza aliishia kumnyoshia kidole bwana aliyekuwa amevaa jacket
ambaye tayari uso wake ulikuwa kama wa mgonjwa. Hamza akasema yule ndio shemeji yake Captain Gamale hapa, ambaye alikuwa akitulazimisha tununue simu ya Apple. Tulikataa kununua na kumuonya kuacha tabia yake. Nadhani alikasirika na kumtaarifu shemeji yake kwa kutusingizia kuwa wezi na kuletwa hapa. Kama usingekuja kutuokoa, pengine tungekuwa nyuma ya nondo. Basi mara baada ya Hamza kuongea kauli hiyo, kundi hilo hatimaye lilijua nini kinachoendelea. Mara moja mkuu wa stesheni alijawa na hofu na hasira kwa wakati mmoja. Pale akiwa na uso uliopauka, alitoa maagizo akasema kwamba mnasubiri nini bana? Haraka mkamateni Gamale na huyo mwizi bana. Wapelekeni polisi. Mara baada ya kusikia hivyo, Afande Gamale na shemeji yake walijawa na hofu isiyo ya kawaida. Hawakutaka kukamatwa na mara moja walipiga magoti chini mbele ya Hamza, wakisema kwamba Jenerali Hamza, tafadhali naomba unione huruma. Ni kutokana na huyu mpuuzi ndio maana nikashindwa kukufahamu. Basi yule mpuuzi mwenyewe akasema, shemeji acha kunitelekeza shemeji. Wewe ni shemeji yangu ujue shemeji. Sasa shemeji mtu mwenyewe akasema, we hebu niache bana. Mimi nishajua muda mrefu sana wewe na ndugu yako hamjawahi kuwa watu wazuri na mmejaa nuks. Basi wawili hao walijikuta wakitoa vilio vya kutoa huruma. Gamale alitaka kusamehewa kwa kumsingizia shemeji yake, huku yule mwizi akimlaumu shemeji yake kwa kutaka kumtelekeza. Sasa muda ule walinzi wengine mara moja walisogea na kuwashika wawili hao na kuwakandamiza chini. Haikujarisha Gamale na shemeji yake ni kwa namna gani waliomba, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kuwasikiliza. Sasa mkuu wa stesheni akasema kwamba Jenerali Hamza, hawa watapelekwa polisi kuchukuliwa hatua. Kama una pendekezo lingine tunaweza kukusikiliza pia. Basi upande wa Hamza hakutaka kuendelea kupoteza muda hapo. Mara baada ya kuangalia saa pale akasema kwamba tuna haraka kuondoka, ni muda huu, hivyo tunapaswa kuwa ndani ya treni. Wakaambiwa hakuna shaka kabisa, nitawasindikiza. Basi kundi hilo pamoja na mkuu mwenyewe walimsindikiza Hamza na Liz mpaka eneo la kukagua tiketi. Hamza akaulizwa kwamba Jenerali, kuanzia sasa ukitaka kutumia usafiri wa umma unapaswa kupitia njia ya VIP ili kuepuka usumbufu, au unaweza hata kunipigia tu simu, mimi nitaweka mazingira sawa. Hamza akasema hakuna haja ya kufanya yote bwana, huu ni usafiri kama usafiri mwingine tu, mnaweza kutawanyika sasa. Jamaa akasema sawa Jenerali, tumejifunza kutoka kwako somo la kutojikweza. Ingawa Hamza aliwaambia waondoke, bado waliwasindikiza mpaka kwenye behewa walilopaswa kukaa. Abiria ambao mwanzo walishuhudia Hamza na Liz wakichukuliwa na walinzi walishangaa baada ya kuona wafanyakazi hao wa kituo wanavyoonyesha kunyenyekea. Sasa Hamza ilibidi atumie sauti ya amri kuwatawanya na kisha kuingia ndani ya treni hiyo. Mara baada ya wote kukaa kwenye siti zao, daraja la kwanza kabisa kwenye behewa maalum la watu muhimu, Hamza alimpigia simu Afande Simba na kumwambia kadi aliyompatia badala ya kurahisisha safari inaongeza usumbufu. Hivyo alimwambia aifanye kuwa ya kawaida tu, inayomwezesha kusafiri bure, lakini ambayo haimtambulishi yeye kwa cheo cha hadhi ya ujenerali. Basi mara baada ya treni kuondoka kituoni hapo, wawili hao waliishia kuongea na kucheka wakipoteza muda. Masaa kadhaa mbele walishuka kwenye kituo husika walichopaswa kushukia ndani ya mkoa wa Morogoro, na kisha kuchukua usafiri wa gari kuelekea kwenye vituo ambavyo walipaswa kuwakilisha msaada wa kampuni. Zoezi la awali ndani ya mkoa huo lilifanikiwa kwa asilimia kubwa, na mara moja walianza safari ya kuelekea Iringa. Walikuja kuingia Mafinga ikiwa tayari ni usiku. Kutokana na hilo hakukuwa na ulazima wa kuendelea na safari, na badala yake walienda moja kwa moja kwenye hoteli ya nyota 3 iliyokuwa katika eneo hilo maarufu kama Land Park. Walipofika nje eneo la hoteli, waliweza kumuona Mr. Bridge na mwanae Chris Bridge. Msikilizaji, huyu ni yule mzungu mlowezi ambaye ana undugu wa karibu na mama yake Captain Yones. Basi Mr. Bridge akasema kwamba Mr. Hamza, naona bado safari zako ni za kimya. Unasafiri mpaka huku mikoa ya kusini lakini bado utuambie Leo nimeona mimi mwenyewe nikupokea bana. Aliongea Mr. Bridge katika eneo la ukumbi wa hoteli hiyo. Msikilizaji, inasemekana hoteli hiyo ilikuwa ni moja ya hoteli zake.
Hamza akauliza kwamba kama nasafiri kimya kimya, mmejuaje nafikia hapo hotelini? Bridge akacheka akasema ni kweli ni ngumu kujua, lakini kama unavyojua biashara za ukarimu ndani ya mikoa ya kusini nimezishikilia mimi kwa miaka mingi. Mr. Bridge alionekana kutokuwa sawa kiafya, kwani baada ya hiyo kauli alikohoa na alishindwa kuendelea kuongea na kukohoa mfululizo. Sasa mdau Hamza alimwangalia bwana huyo na gundua kuwa alikuwa amezeeka kama kwa miaka 10 zaidi tangu mara ya mwisho amuone. Nywele zake karibu zote zilikuwa zimebadilika rangi. Bila kuongea sana, Hamza pale pale alimshika bwana huyo mkono na kuanza kupima mapigo ya moyo. Hamza akauliza kwamba Mr. Bridge, naona mwili wako umekuwa dhaifu sana. Nini kimekutokea hivi karibuni? Basi mara baada ya mwanae Chris kusikia kauli hiyo, haraka sana alisema ya kwamba baba, unaona maneno yangu yanafanana ya Mr. Hamza? Lazima kuna kitu si cha kawaida kuhusu yule mwanamke. Mr. Bridge akasema kaa kimya bwana. Nani kukuruhusu kumwongelea kwa kumuita yule mwanamke? Aliongea Bridge huku akionyesha kuchukizwa. Sasa Hamza pale pale alionekana kuelewa jambo. Na kisha akauliza kwamba Mr. Bridge, you have a new lover? Hamza japokuwa hakuwa akielewa kinachoendelea kamilifu, alielewa zaidi kauli ya kutokuwa kwa kawaida kwa baadhi ya wanawake. Sasa Bridge akasema kwamba Mr. Hamza, umenipima mapigo ya moyo wangu. Vipi, kuna tatizo umegundua? Hamza akasema tofauti na udhaifu wa mwili, sijaona dalili nyingine. Itakuwa vizuri kama ukienda hospitali na kufanywa uchunguzi wa kina. Basi Bridge akasema nimeshakwenda hospitalini na sikuwa na tatizo lolote. Labda tu ni kwa sababu nimepata mafua wiki iliyopita ndio maana nimezidi kuwa dhaifu. Aliongea Bridge na kisha pale pale badilisha mada. Akasema kwamba tayari tumeshaandalia sehemu ya kulala na vile vile tumeweka sawa mazingira ya mgawani kwa ajili ya chakula. Tafadhali karibuni sana. Basi Hamza hakuwa na jinsi zaidi ya kuongozana na Eliza hadi kwenye eneo la mgawa, huku mabegi yao yakipelekwa nyumbani. Mara baada ya kufika eneo hilo, alikuta meza zilikuwa zimechafuka na vyakula mbalimbali pamoja na pombe kali na kuwakaribisha. Mr. Bridge ndiye aliyekuwa kinara wa kufakamia pombe hizo mpaka pale aliposhikwa na haja ndogo na kukimbilia chooni. Mara baada ya babake kuondoka, Chris Bridge aliona achukue nafasi hiyo kuongea na Hamza. Chris akasema, Mr. Hamza, ulivyoangalia hujaona kweli tatizo juu ya hali ya babangu? Hamza akajibu, ana hali ya udhaifu wa mwili pekee, sina haja ya kukuficha kama angekuwa na tatizo, lakini pia siwezi kuwa na uhakika kwa sababu utaalamu wangu ni mdogo. Basi Chris akasema, mimi nakuamini kabisa kwenye utaalamu wako Hamza, lakini ni kwamba tu nina mashaka na yule mwanamke. Mwanamke gani? Ni mwanamke mmoja hivi tu anamiliki bar na club. Yuko vizuri sana kiuchumi na amekuwa akifahamiana na baba kwa muda mrefu kabla ya kuanza mahusiano. Lakini ni miezi hii michache tu baada ya kuanzisha mahusiano, ni kama baba nikachanganyikiwa juu yake. Wanalala pamoja kila siku na ameenda mbali hata kumpa baadhi ya biashara za hoteli asimamie yeye. Ila kwangu mimi kila ninapomwangalia yule mwanamke naona kama anamnyonya babangu. Kama sio hivyo, unadhani kwa nini baba ghafla tu amedhoofika? Huyo mwanamke ana mafunzo ya nishati ama? Hapana, hana mafunzo yote. Babangu si mjinga. Hivyo alikuwa ameshamfanyia uchunguzi. Hata familia aliyotokea ni ya kimaskini na alianza kutajirika baada ya kuingia mjini. Lakini sasa unajua bado sielewi kabisa. Basi kabla hajamalizia sentence yake, Bridge alirudi kutoka bafuni huku akikohoa mara mbili. Sasa Chris hakuwa na jinsi zaidi ya kuacha kuongea. Sasa Bridge akasema, Mr. Hamza, samahani kwa kukuacha na huyu muongea pumba huyu. Anaongea kwa kiketi. Hamza akasema, Mr. Bridge, ni kawaida, mtoto wako ana wasiwasi juu ya afya yako. Nakushauri furahia maisha lakini kwa uangalifu, pasipo kujichosha sana. Mr. Bridge akasema, sawa sawa bwana, mimi nitasikiliza ushauri wako Mr. Hamza. Basi Hamza alitaka kumuuliza bwana huyo juu ya taarifa za Yones alipo, lakini alijizuia kutokana na uwepo wa Liz mahali hapo. Baada ya chakula, bwana huyo alimwambia Hamza kama vipi wawaalike warembo kuungana nao na kuendeleza bata, lakini Hamza alikataa na kusema wanapaswa kupumzika kwani kesho wanapaswa kushiriki katika matukio ya ugawaji wa misaada mjini hapo.
Basi Liz akauliza kwamba naona yule mzee amezeeka baraka kweli kweli. Inawezekana akawa anaumwa kweli? Ni ngumu kujua, istoshe ni mpaka afanywe vipimo vya kitaalamu zaidi. Kama huyo mwanamke hana mafunzo ya nishati na ni mwanamke wa kawaida tu, basi sidhani kama anaweza kuwa tatizo. Aliongea na Liz alishia kutingisha tu kichwa. Muda huo walifika kwenye vyumba vya hoteli na kuingia ndani. Siku iliyofuata mapema, walitoka hotelini na kwenda kwenye eneo la matukio ya ugawaji vifaa vya misaada kwa vituo, ambako Liz kama mkurugenzi wa kampuni ya Dosam alipokelewa vyema na wenyeji. Eneo hilo lilikuwa ndio la mwisho. Hivyo mara baada ya kumaliza, wote walichukua usafiri wa kukodi uliowapeleka moja kwa moja mpaka kijijini kwa kina Eliza. Wakati Hamza na Eliza wanafika kijijini hapo, mama yake Liz ambaye alikuwa na afya njema tangu arudi kutoka kwenye matibabu, alionekana kuwa na baadhi ya wanawake wengine wakiwajibika kuandaa vyakula. Jamani, Liz ndio Eliza Liz ni kifupi cha jina la Eliza. Kwa usije ukaona Liz Eliza kivipi? Ni mtu mmoja. So ilikuwa ni kama sherehe imeandaliwa kwa ajili ya kuwakaribisha wili hao. Eliza ambaye alikuwa adimu sana kijijini, mara baada ya kuona maandalizi hayo, alishia tu kumwangalia mama yake na kutabasamu. Msikilizaji, unajua Liz ni mmoja wa wasichana ambao wamefanikiwa kwa asilimia kubwa kati ya wasichana wengi waliokulia kijijini kwao. Asilimia kubwa wa familia zilikuwa zikimchukulia Eliza kama mfano. Hivyo hata kurudi kwake kulifanya watu wengi kukusanyika kumuona pamoja na mwanaume ambaye anakuja naye. Habari za mama yake Eliza kutibiwa katika hospitali kubwa nchini Marekani kwa kusafirishwa na mume wa Eliza ndio zilifanya watu wengi watake kumuona mume ambaye Eliza alifika kumtambulisha. Hamza naye kama alitarajia mapokezi aina hiyo. Hivyo hakuonyesha kujikweza sana wala kujishusha sana. Alijua hawezi kumpatia Eliza ndoa. Hivyo alijitahidi kuwafurahisha wakwe zake. Jambo ambalo pia lilimpa uchangamfu kidogo Hamza ni kutokana na mdogo wake Eliza, yani Eric, ambaye alikuwa amerudi kutoka makao makuu ya Adept kwa ajili ya kusalimia familia yake. Sasa Hamza aligawa zawadi za nguo alizokuwa amefika nazo ambazo zilitoka Uingereza kwa Master Alec, na wazazi pamoja na ndugu walionekana kufurahia sana. Ikiwa ni siku ya pili, yani asubuhi wa usiku ambayo kulifanyika tafrija kijijini hapo, wanakijiji walikusanyika wakala na kunywa kwa furaha kubwa huku mziki mzito ukisikika. Hamza ambaye alikuwa busy kuongea na mmoja wa wanakijiji, mara simu yake iliyokuwa mfukoni ilianza kutoa mlio wa kuita. Haraka alitoa, na mara baada ya kuangalia aliyepiga alishangaa na kukunja uso kwa wakati mmoja. Amina. Msikilizaji, Amina alikuwa ni msichana ninja wa kundi la Buffordale ambaye alikuwa akisimamia ulinzi wa Dina kwa siri. Hamza mara baada ya kuona simu hiyo alijua tu lazima hali si shwari na haraka akapokea. Sasa Amina akasema kwamba my prince, Madam Dina amepatwa na tatizo. Unaweza kufika mapema? Aliuliza msichana huyo ambaye sauti yake tu ilitosha kuonyesha uzito wa tatizo. Hamza akauliza nini kimetokea? Msichana akasema mimi ndio kulaumiwa my prince. Sikujua ni muda gani tukio limefanyika, lakini boss Dina kawekewa sumu. Nini? Hamza ajikuta akipayuka kwa sauti na kufanya watu waliokuwepo eneo hilo kumwangalia kwa mshangao. Eliza pia alimwangalia Hamza kwa muonekano wa mshtuko. Basi yule mdada kwenye simu ambaye ni Amina akasema kwamba shukrani kwamba ulimfundisha ile mbinu ya maji na uhai. Vinginevyo asingeweza kuhimili kabisa nguvu ya sumu, ila kwa sasa yupo kwenye maumivu makali sana. Tumejaribu kufanya uchunguzi lakini tumeshindwa kujua ni sumu ya aina gani imetumika. Nimeona labda itafaa tukimpeleka hospitalini, lakini kwa uchunguzi naona kabisa hata akienda hospitalini hawezi kupona. Basi bwana. Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo aliona haina haja ya kupoteza muda kuendelea kuongea na ninja huyo. Hivyo mara moja alimwambia amtangulize kwenda hospitalini, yeye anakuja, na kisha kakata simu. Ilimbidi kuomba radhi ya kuondoka na kumwelezea Eliza kuhusu kinachoendelea. Eliza mara baada ya kusikia jambo hilo naye alishikwa na wasiwasi, na ilibidi sasa haraka kumruhusu Hamza kuondoka, akiahidi kwamba atatoa maelezo kwa wazazi wake. Hamza mara baada ya kutoka eneo hilo la kijiji hakutaka kutafuta usafiri.
Badala yake alitoweka nduki na kuchukua uelekeo wa uwanja wa ndege. Dakika chache tu alifika kiwanjani hapo na aliweza kuona umuhimu wa kadi ile aliyopatiwa na serikali. Licha ya kwamba ndege inayopaswa kuondoka muda huo haina nafasi, kupitia kadi hiyo aliweza kufanywa mpango na kusafiri na ndege hiyo hiyo kurudi mjini. Hamza mara tu baada ya kutoka uwanja wa ndege, mara moja alimpigia simu Amina kumuuliza ni hospitali gani walipo. Alipotajiwa kuwa wapo hospitali ya taifa, moja kwa moja alielekea huku akiendelea kuongea naye kwa simu kujua hali ilivyo. Akauliza kwamba Amina, imekuwaje mpaka Dina akawekewa sumu? Amina akajibu kwamba my prince, kuna mwanaume aliyetambulika kwa jina la Bruno, polisi wa kitengo cha kupambana na wahalifu. Huyu ndiye mhusika, ila anashindwa kuelewa ni saa ngapi au lini alimwekea madam sumu, lakini sumu inaonyesha kufanya kazi kwa kuathiri fikra za mtu na kufanya kuwa mtiifu. Jana usiku Bruno alifika mgawani na kuomba kuongea na madam katika eneo lililojitenga. Nilishangaa baada ya kuona madam Dina akikubali jambo hilo, na ndipo nilianza kuhisi kuna kitu hakipo sawa. Hivyo niliendelea kuangalia kinachoendelea kwa nje, lakini wakati wakiwa ndani nilimwona Bruno akijaribu kumsogelea madam kwa namna ya kutaka kumkumbatia. Nadhani alikuwa akihisi dawa aliyomwekea ilikuwa imeshaanza kufanya kazi, lakini ndipo nilipoona madam akimkwepa. Bruno alilazimisha kumshika, na ndipo ulipoanza mzozo ulionifanya niingilie kwa haraka. Hamza akauliza, kwa hiyo Bruno amekwisha kufa? Amina akajibu hapana, tulimkamata kwa ajili ya kumhoji kwanza, na ndipo walipotueleza kwamba amemwekea sumu madam, ila hajui njia ya kuondoa hiyo sumu. Basi Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo, muonekano wake ulionyesha hali ya kutokuelezeka. Ingawa tangu mwanzo alihisi kuwa bwana huyo mwenye kichwa mviringo hakuwa na nia nzuri kwa Dina. Hakutegemea kama angetumia dawa kujaribu kumdhuru. Swala muhimu ni kwamba Dina alikuwa mtu mzoefu kiasi kwamba si rahisi kumwekea sumu hivi hivi. Hivyo Hamza aliamini Bruno alikuwa ni mtaalamu, jambo lilomfanya kuwa na wasiwasi zaidi. Hamza mara baada ya kufika katika wodi za hospitali hiyo, aliweza kumuona Amina na Lawrence wakiwa wamesimama kwa wasiwasi kando ya kitanda. Juu ya kitanda alionekana Dina, ambaye alikuwa akijikunja kutokana na kuhisi maumivu makali, huku uso wake wote ukitokwa na jasho. Kulikuwa na mchirizi wa rangi ya kijani usoni mwake, kama vile mishipa ya damu usoni ilikuwa imepasuka na kumwaga rangi ya kijani. Basi Hamza akauliza, Dina, vipi hali yako? Aliuliza Hamza huku haraka sana akisogea pembeni ya kitanda hicho na kuanza kumchunguza Dina. Hata hivyo Dina alishindwa kuongea vizuri kwa sababu alikuwa kwenye maumivu makali mno. Dina akasema kwamba nahisi maumivu makali. Aliongea Dina huku machozi yakimtoka. Alionekana kutoa machozi mengi kiasi kwamba hata mtu aliyokuwa amelalia alionekana kuloa. Kitendo cha kumfanya mwanamke aina ya Dina kuwa katika maumivu kiasi cha kutoa machozi, basi sumu hiyo ilikuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Amina akasema kwamba my prince, kama isingekuwa kwa madam kuwa na mafunzo ya nishati, angekwisha kupoteza uhai muda mrefu. Hata hivyo kama hii ikiendelea pasipo kufanya chochote, hali yake itakuwa mbaya zaidi. Ni muhimu kwanza tukijua antidote ya sumu. Basi Hamza pale alishika mkono wa mwanamke huyo na kujaribu kupima mpangilio wa mtiririko wa damu na nishati za mwili. Na ni hapo aliweza kugundua kuwa mtiririko wa nishati za mwili ulikuwa umebadilika, na kama damu ikifikia viungo vya ndani vya mwili, basi itakuwa ngumu sana kuweza kumwokoa. Hamza akauliza kwamba madaktari wa hospitali wamesemaje? Basi Amina kwa sauti ya huzuni akasema kwamba wamekuja wengi hapa na kumfanyia matibabu, lakini wamesema wameshindwa kugundua tatizo. Hamza mara baada ya kusikia hivyo hakushangaa sana. Kwa uzoefu wake, aina hiyo ya sumu haikuwa sumu ya kawaida ambayo madaktari wanaweza kuona kwenye vipimo. Basi Hamza kwa sauti ya uzito akasema kwamba kulingana na uzoefu wangu, hii lazima itakuwa ni sumu sawa na sumu ya maiti. Kwa tiba zinazopatikana kwa sasa, ni ngumu kutibiwa kwa njia ya kawaida. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Lawrence akasema, sumu ya maiti? Ndio maana nashangaza mno na kujaribu hata kutaka kutawala fahamu za madam. Aliongea Lawrence huku aking'ata meno yake kwa nguvu. Sasa Hamza alishia kutuliza hasira na maumivu yake. Na kisha pale akajituliza na kutoa maagizo ya kwamba mchukueni Dina mpelekeni Krause Hotel, mtapokelewa na Yulia, na wasiliana naye hapa ili amfanyie Dina uchunguzi.
aone kama anaweza kufanya kitu. Lawa akauliza sawa, lakini vipi kuhusu wewe shemeji? Hamza macho yake akiwa amejaa dhamira ya kuua. Pale pale akauliza kwamba vipi kuhusu Bruno, hajaongea chochote? Lawa akasema kwamba yule mshenzi tumejaribu kumpa mateso ya kila aina, lakini alichosema ni kwamba hakuna namna tunaweza kuondoa hiyo sumu mwilini. Mpaka sasa bado anakataa kuongea chochote. Anyway, atakuwa anajua kuwa akiongea basi atapoteza uhai wake, aliongea Hamza huku akichezesha macho. Amina akasema kwamba kuna uwezekano pia hajui namna ya kuiondoa sumu hii mwilini. Hamza alishia kutingisha kichwa chake, kisha pale pale akaonekana kufikiria jambo. Hata kama yeye hajui namna kuiondoa, lazima atakuwa anajua kitu cha kufanya. Lakini pia anadhani kwamba kwa sababu ni polisi atakuja kuokolewa muda wote. Baada ya Hamza kuongea hivyo, akajibiwa kwamba kama ni hivyo tunafanya nini sasa? Bro, hatuwezi kumwacha hivi hivi tu. Hatuwezi kumwacha hivi hivi. Yes, ni kweli. Lakini pia hatuna muda wa kuendelea kupoteza. Dina hawezi kusubiri mpaka aongee. Tunapaswa kumfanya kwa namna yoyote ile aongee. Chochote kitakachokuwa na msaada kwa Dina basi tutakifanyia kazi. Hisia zangu zinaniambia yeye kaagizwa tu na kuna mtu nyuma yake, anaongea Hamza. Kisha pale pale akamgeukia Amina. Amina, kwa sababu tayari tupo hapa hospitalini, tafuta namna kupata insulin, alafu unipeleke nikaonane naye, anaongea hivyo Hamza. Amina mara baada ya kusikia maagizo hayo alionekana kuelewa jambo na mara moja alitikisa kichwa kukubali, akasema understood. Nusu saa baadaye Dina alitolewa hospitalini na kupelekwa hotelini kwa Yulia, huku Hamza na Amina wakienda moja kwa moja mpaka kwenye chimbo la mateso la mtandao wa Chatu. Ukiwa nje eneo hilo msikilizaji, huwezi kujua kama lilikuwa na kambi ya chini ya ardhi ambayo hutumika kutesea na kufunga watu. Ni eneo ambalo linaonekana kama la makazi na hata mbele yake kulikuwa na frame za biashara. Hata hivyo ulinzi wake ulikuwa ni mkubwa sana. Baada ya kupita getini, kwanza ulipaswa kuwa na kadi ya kufungulia mlango, afu baada ya hapo unapaswa kufungua moja ya milango ya chumba kwa nywila na alama ya kidole. Ndipo uweze sasa kuona mlango wa lifti inayokupeleka moja kwa moja chini. Sasa Hamza muda wote alipokuwa akielekea eneo hilo la mateso, alikuwa akiwasiliana na Yulia kwa ajili ya kumsaidia Dina kwa namna yote ili kupunguza maumivu. Ingawa Yulia alikuwa hataki na alimkejeli Hamza kwa wakati mmoja, alishia kukubali na kumwambia angefanya jambo. Hamza mara baada ya kuzama kwenye chumba hicho cha mateso, aliweza kumwona Bruno, bwana mwenye kichwa mviringo kisichokuwa na nywele hata moja, akiwa amefungwa mikono yake kwa kuning'inizwa. Sasa muda huo mwili wa bwana huyo ulikuwa umelowa damu na baadhi ya kucha zake zilikuwa zimenyofolewa, huku akiwa amepasuka mdomo. Just imagine au mateso. Hata hivyo bwana huyo alionekana kuwa na sura ya mtu ambaye hana mpango wa kuongea chochote. Mara baada ya kumuona Hamza akiingia ndani ya eneo hilo, alishia kutoa tabasamu la maumivu huku akiongea kwa shida. Basi Hamza akauliza kwamba Mr. Hamza, vipi mpenzi wako anaendeleaje? Ataweza kuupitisha usiku wa leo kweli? Hamza alishia kumwangalia bwana huyo bila hisia zozote. Nitakupatia nafasi ya mwisho. Niambie namna ya kuondoa sumu mliomtupia, au niambie namna ya kupata antidote yake. Wewe nisiposema una uwezo wa kuniua? Au umesahau mimi ni afisa polisi mkuu kupambana na magenge ya kihalifu? Yaani hata kama wewe ndiye Lucifer mkuu wa kuzimu, sidhani kama una ujasiri wa kuniua. Labda kama uogopi kuindwa na serikali, aliongea Bruno huku akiwa na sura isiyo ya woga kabisa. Hamza mdomo ule alitoa simu yake na kisha kapiga. Sauti ya mwanamke ilisikika ikisema kwamba kutoka makao makuu ya Wizara ya Ulinzi, nikusaidie nini tafadhali? Sauti ya mwanamke huyo ilisikika upande wa pili, ikionyesha kuwa Hamza alikuwa amepiga simu moja kwa moja kwenda makao makuu ya Wizara ya Ulinzi. Namba hiyo ilikuwa maalum ambayo si watu wengi wanayo kama ambavyo walionayo namba ya polisi ama ya zimamoto. Lakini kwa uzito wa Hamza alikuwa nayo kwenye simu. Hamza akasema kwamba wasiliana na ofisi ya waziri na umtaarifu jina langu ni Hamza mzee. Basi upande wa pili, sekretari huyo mara baada ya kusikia jina hilo alionekana kulitambua na mara moja kwa heshima sana akasema kwamba generali, tafadhali subiri kidogo. Nyepunde tu sauti ya mwanamume ilisikika kwenye simu ikisema kwamba
Jenerali Hamza, kwa nini usinge nipigie tu moja kwa moja kupitia simu yangu? Haina haja ya kuwasiliana na mimi kupitia ofisi ya katibu wangu bwana. Basi Hamza muda huo alikuwa ameweka simu hiyo kwenye loudspeaker. Hivyo hata Bruno aliweza kusikia. Bwana huyo mara baada ya kusikia Hamza akiitwa na waziri jenerali, alishangaa na kujiuliza, what? Imekuwaje Lucifer awe jenerali ndani ya jeshi? Basi Hamza akasema, nimepiga simu ili kukuelezea na pengine uwasiliane na wizara husika. Nimemkamata bwana anayeitwa Bruno, mkuu wa polisi kitengo cha kupambana na magenge ya kihalifu kwa kosa la uhaini. Bwana Bruno nampata, ni mmoja wa polisi waandamizi nchini wenye sifa nzuri. Imekuwaje afanye uhaini? Mr. Hamza, isije kawa kuna sintofahamu iliyotokea. Ni ngumu kwa... Mheshimiwa Waziri, mimi nakusikia hapa, tafadhali usisikilize maneno yake ya uzushi. Mimi sijafanya kosa lolote, lakini anataka tu kuniua. Upande wa pili baada ya kusikia sauti hiyo ulionekana kuwa kimya kwa muda. Afande Rafael Bruno, nini kinaendelea? Kwa nini umekamatwa na General Hamza? Mheshimiwa Waziri, mimi nimeshasema Mheshimiwa Waziri, nimeshasema anatia uhaini. Kwa hiyo unasema kwamba naongea ujinga, si ndio? Hapana. Nathubutu vipi kuwa na shaka na maneno yako Generali? Waziri huyo alionekana kujitetea mara moja. Okay, kama na hivyo, kwa nini unauliza maswali mengi sasa? Nimesikia na kukuelewa kwamba Bruno kasaliti nchi, ndio maana umemkamata kwa ajili ya kumwadhibu. Okay, umeongea vizuri ndugu waziri. Hivyo nataka uwasiliane na wizara husika iliyo chini yake. Uambie Bruno anashikiliwa na jeshi kwa kosa la kusaliti nchi. Hivyo usimtafute. Sawa afande, na asante. Pole kwa usumbufu uliojitokeza pia. Aliongea waziri akiwa na sauti ya kutetemeka. Hamza pale alikata simu, kisha alimwangalia Bruno. Upande wa Bruno sura yake ilikuwa imebadilika kwa hofu kubwa. Just imagine, Bruno kesi yake kubwa ni kwamba inabidi watambua kwamba Bruno anashikiliwa na jeshi. Hamza ni jeshi, anashikiliwa na jeshi kwa kosa la kusaliti nchi. Unaenda kuzingua mchepuko wa Hamza, unaenda kuzingua demu ya Hamza. Ni uhaini. Ni uhaini. Sasa baada ya hilo kutokea bwana, muda huo bwana huyo ilikuwa ni vigumu kwake kuamini kama Hamza anaweza kusikilizwa kwa namna ya kunyenyekewa na waziri wa ulinzi. Sasa upande wa Hamza hakuonesha kujali mshangao wa bwana huyo. Alishia kuwasha sigara yake na kisha baada ya kuvuta moshi akasema, nadhani sasa umeshaelewa. Serikali uliyoitegemea kuja kukusaidia haiwezi kuja tena, kwa sababu mimi pia ni serikali. Kama hutaki kufa, niambie kila kitu unachokijua na uache kunipotezea muda. Basi Bruno alishia kung'ata meno yake kwa nguvu, akijiuliza hivi kumbe mbele yake serikali ndio imesimama. Akasema, sijui chochote kuhusu hili bwana, kama unataka kuniua niue tu. Hamza mara baada ya kusikia jibu hilo alishia kuminya macho yake na pale akampatia ishara Amina ambaye alikuwa nyuma yake. Amina alishia kutingisha kichwa, kisha pale akapiga hatua kusogea mbele. Alitoa bomba la sindano ambalo tayari lilikuwa na maji ya dawa ya insulin, dawa maalum wanaopewa wagonjwa wenye kisukari, na kisha akamchoma Bruno. Basi Bruno alijaribu kung'aka akisema kwamba wewe unanchoma na sumu. Hamza hakuongea chochote na haikueleweka ni muda gani Amina aliagiza watu wa Chatu kuandaa jiko la gesi, flampeni ya kukangia pamoja na mafuta na chumvi. Ila kila kitu kilikuwa tayari ndani ya eneo hilo. Hata Bruno mwenyewe, wakati watu hao wanaweka vizuri jiko hilo kama vile wanataka kukaanga chipsi, hakuelewa ni kwa ajili ya nini. Hamza mara baada ya kuwasha jiko lile la gesi na kuona mafuta yamepata moto, mara moja upanga ulionekana mkononi mwake kutoka kwenye pete, na kisha akamsogelea Bruno. Bruno muda huo alikuwa anang'aka. Unataka nini? Sasa muda huo bwana huyo alitaka kuuliza kwa hofu, lakini Hamza alikuwa amekwisha kukata kipande cha nyama kutoka kwenye mkono wake na kukitupia kwenye flampeni ya kukangia. Mara baada ya kipande kile cha nyama kuwekwa kwenye flampeni ile, ni mlio wa kukaangika tundu uliosikika. Muda huo Bruno alikuwa katika hali ya maumivu kiasi kwamba alishindwa hata kuangalia upande aliokatwa. Hamza akasema kwamba fanya mpango damu zisiendelee kumtoka, na akapoteza maisha. Anaongea Hamza akimpa maelekezo Amina. Mara moja Amina alitii maagizo
na pale pale alimchoma sindano ya dawa maalum ya kuzuia damu kutotoka, na baada ya hapo akamfunga na bandage. Bruno alikuwa akihisi hali ya ukichaa, akiuliza kwa nini anakatwa nyama yake namna hiyo na kisha kukaangwa. Hali ya ajabu ni kwamba mara baada ya kuanza kusikia harufu tamu ya nyama yake kukaangika alianza kushikwa na njaa ya ajabu. Hamza akasema, vipi, harufu inakusababishia njaa, si ndio? Aliongea Hamza akiwa na tabasamu la uovu, huku kwa wakati mmoja akichukua chumvi na kuimwagia nyama. Muda huo bwana Bruno alijikuta akianza kutoa kilio, akisema, hapana, ainuki, sina njaa. Aliongea kama kichaa. Hamza kusikia hivyo alimwangalia Amina akasema kwamba, Amina, muongezee sindano nyingine. Ni muda ule ule Bruno mara moja baada ya kuona kimiminika cha dawa kwenye bomba la sindano na athari zilizoanza kujitokeza, aligundua kitu. Akasema kwamba, nini? Mmenichoma na sindano ya insulin? Hamza alicheka. Akasema, ulidhani tulikuchoma na sumu? Hatukufa, yani sisi hatufanyagi mishe za aina hiyo. Basi ni muda huo uso wa Bruno ulizidi kubadilika kwa hali mbaya. Kazi ya insulin, msikilizaji, najua hapo upo tu na kuna baadhi hamuelewi. Kazi ya insulin ni kupunguza kiasi cha sukari mwilini na kumfanya mtu kuhisi njaa isiyo ya kawaida. Hivyo mpango wa Hamza ni kwamba mara baada ya bwana huyo kushikwa na ukichaa wa njaa, angeopoa nyama inayoivishwa kwenye mafuta na kisha kumpa itafune. Basi Hamza akasema kwamba, kwangu ni sawa tu kama hutaki kuongea, ila nakuahidi nitakulisha nyama ya mwili wako mwenyewe mpaka nihakikishe umebakia mifupa. Alafu tuone nani sasa atakufa kifo kibaya, aliyewekewa sumu ama aliyejitafuna mwenyewe. Basi muda huo mara baada ya Bruno kusikia kinachokwenda kufanyika na kuvuta picha, macho alimtoka. Alikuwa na hofu kweli juu ya watu waliokuwa nyuma yake. Ndio maana aliona anapaswa kuvumilia kwa namna yoyote ya kutokuongea. Hata hivyo aligundua mbinu ambayo Hamza anataka kumtesa nayo hakuwahi kuisikia popote wala hata kujaribu kuifikiria. Alijikuta akijiambia, hakika watu wanaomuita Hamza Lucifer hawakuwa kikosea. Jamani, shetani. Hamza ni shetani haswa. Sasa Bruno alijikuta akishindwa kuvumilia tena, na pale pale akaanza kutoa kilio akasema, nitakwambia kila kitu tafadhali, Mungu usifanye hivyo. Nitakueleza kila kitu. Hamza akasema, kaa kimya mpumbavu wewe. Na kama unaongea acha kunitolea makamasi. Basi Bruno akasema kwamba nikikwambia utaniacha hai. Una vigezo vya kutaka kujadiliana na mimi. Labda kama unataka kula nyama ya mwili wako. Hamza aliongea kikauzu. Muda huo Bruno mwili wake wote ulikuwa ukitetemeka kutokana na kasi ya insulin kufanya kazi mwilini, na alishia kutingisha kichwa chake kwa nguvu zote. Sasa Bruno akasema kwamba sitaki kula nyama yangu mwenyewe. Ukweli ni kwamba watu waliohusika na kilichompata boss Dina ni wa jamii ya Dark Arts. Aliongea Bruno. Hamza akasema Dark Arts. Hamza alijikuta akirudia neno hilo huku akikunja sura. Kwa wakati mmoja baada ya kuonekana kujua jambo, akasema kwamba kwa hiyo unasema husika wa hili swala ni watu wanaojifunza Dark Arts. Msikilizaji, ngoja twende pamoja hapa nikuelezee maana ya Dark Arts. Dark Arts ni umoja wa watu wanaotumia nguvu za giza. Katika watu wanaotumia nguvu hizo, msikilizaji, wamegawanyika katika aina na madaraja husika. Mfano, Skeledon, mtaalamu wa kuongea na wafu na hata kutawala mifupa, anaingia katika aina ya watu wanaotumia mbinu za Dark Arts. Huku au unaweza kuita sanaa ya giza. Dark Arts, sanaa ya giza. Sasa kinachotofautisha hawa watu ni dhamira zao. Mfano, uchawi wa laana ni sehemu ya Dark Arts, na kinachofanya uchawi huo kufanya kazi ni dhamira ya mtu anapotoa laana. Kwa hiyo, kwa lugha nyeupe msikilizaji, Dark Arts ni wachawi au washirikina ambao hujifunza nguvu za giza katika kuzipa dhamira zao nguvu. Ni ngumu sana kuelezea aina hii ya uchawi msikilizaji, kwa sababu ya njia zake kuu tatu za mafunzo. Muhimu jua hilo ni kwamba aina hiyo ya uchawi ni wa kurithishana kati ya mwanamke na mwanamke. Ni ngumu kwa mwanaume kurithi aina hiyo ya uchawi. Kwa hiyo popote pale msikilizaji,
ukisikia dark arts, chukulia kama wachawi wa jamii ya washirikina. Na ukisikia mshirikina, ni mtu anayeloga kwa kutumia nguvu ya dhamira yake. Wachawi au walozi wote wanaamini kwamba mtu aliye kufa hufungua mlango wa nguvu za giza. Ndio maana katika kuimarisha nguvu zao za kichawi hutumia zaidi maiti za watu. Hivyo ni kupitia mbinu zao hizo za ibada za maiti ndipo hutengeneza sumu ya kichawi ambayo si tu kumfanya mtu kama amekula sumu, bali vile vile kuitawala akili yake. Hata hivyo, kawaida ni kwamba mbinu hii mwanzoni haiwi sumu, kwa sababu lengo lake kuu ni kumtawala mtu akili. Lakini ikitokea mtu anayekusudiwa kuwa na ulinzi, ndipo hufanya kazi kama sumu. Ni sawa na uchukulie kama ilivyo kwa magonjwa yanavyotokea, sawa yani mdudu akiingia mwilini, katika hali ya kupambana na mdudu huyo, mwili hushtuka na kumfanya mtu kuwa mgonjwa. Umeelewa hivyo hivyo kwa uchawi huo, kwa mtu mwenye ulinzi, unapomgusa ulinzi huo huamka na kugeuza uchawi huo kuonekana kama dalili za mtu kulishwa sumu. So Dina, kwa sababu ya kuwa na mafunzo ya nishati, ingawa Bruno alitaka kutawala tu akili yake, ulinzi wake uligeuza uchawi huo na kuwa sumu. Kama Dina angekuwa na nguvu za kutosha za nishati, pengine angeweza kabisa kushindana na nguvu hiyo na asingeweza hata kupata kabisa dalili za kuwa na sumu mwilini. Nisikilize, hata kama ni mbinu ya kichawi, lakini imetengenezwa kutoka kwenye maiti, hivyo lazima kuna dawa yake. Haya, niambie ilipo dawa yake. Ni kweli, sijui dawa yake ilipo. Wale inavyotengenezwa sifahamu kabisa. Pia mimi naelewa mdogo sana na masuala ya mafunzo ya sanaa ya giza. Ni Holy Maiden na Protector wenye dawa yake. Holy Maiden, Protector. Huu ni mmoja aina gani? Mbona mimi sijawahi kusikia hivi vyeo? Bruno aliona aelezee haraka kwa sababu alikuwa akijisikia vibaya na alitaka kutoka kwenye hali hiyo haraka iwezekanavyo. Bruno akasema kwamba mimi ni shushushwa mmoja wa siri wa Holy Virgin ambao niliingizwa kwenye serikali ya Tanzania. Mimi ni sehemu ndogo tu ya umoja wote. Msikilizaji, ilikuwa ndo mara ya kwanza kwa Hamza kusikia kuhusu umoja huo wa Bikira Takatifu. Hivyo alijikuta akimuuliza Amina ya kwamba ushawahi kusikia jamii hawa watu? Amina akasema kwamba nishawahi kusikia kuhusu agano la Bikira ya milele, lakini ilikuwa ni ya kiibada zaidi au kitambiko. Ilisemekana mwanamke au msichana ambaye anavunja ungo akiwa bado katika usichana wake hufanywa ibada maalumu ambayo inaaminika kupitia ibada hiyo msichana huwa na bikira yake milele. Bikira sio toka. Yaani inakuwaje mtu anakuwa na bikira milele? Nilisikia juu tu my prince kwamba ni imani ambayo msichana hukabidhi bikira yake kwa mizimu au mababu kwa ajili ya kutunziwa. Hivyo hata baada ya kukutana na mwanaume, bikira yake inaendelea kuwa hai mikononi mwa mizimu. Baada ya Amina kusema hivyo, sasa Bruno naye akasema kwamba ndio, hiyo ndio sehemu ya ibada za umoja wa Holy Virgins na kiongozi mkuu ni huyu Holy Maiden au mwanamwali mtakatifu. Mimi ni shushu tu niliyekuwa nikisimamiwa na Protector pekee. Msikilizaji, ukweli ni kwamba Hamza anaweza kuwa hajawahi kusikia kwa sababu ni mwanaume, ila kwa wanawake wengi pengine walishasikia kuhusu umoja huo, hususan wale ambao kazi zao nyingi hutegemea kuuza ngono ama wadangaji kwa jina lisilo rasmi. Inasemekana jamii hiyo hupokea wanawake wengi ambao hutaka sehemu zao za uzazi kuwavutia zaidi wanaume. Lakini pia ni sehemu ya mila ambazo kwa msichana anayepitia hatua hiyo ya kimila, wanaamini akiolewa haachiki au haishi utamu kwa sababu siku zote bikira yake ipo hai. Basi Hamza akasema ya kwamba kwa maelezo haya umoja huu unaonekana ni wa wanawake zaidi na pia hauna mafunzo makubwa nishati za mbingu na ardhi wala kishirikina. Sasa ikawaje wewe ukachaguliwa kuwa shushushu na tena ukawekwa kwenye cheo muhimu serikalini? Bruno kwa uchungu akajibu ya kwamba ni kweli, ila ni kwa sababu mimi nilikuwa dalali wa wadangaji. Baadaye ndio nilikuja kupata connection na wanawake ambao wapo chini ya jamii ya Bikira Takatifu
Hata kupanda kwangu cheo ni kwa sababu ya kuongeza kuaminika zaidi kwa viongozi wengi wa serikali. Anaongea Bruno kwa uchungu. Hamza akasema kwamba kama ni hivyo, huyu Holmaiden anapatikana wapi? Basi baada ya Hamza kuuliza hivyo kwamba anapatikana wapi na hiyo dawa, akajibiwa kwamba nadhani watakuwa kwenye makao makuu ya Umoja. Hamza akasema ndio wapi sasa? Bruno akasema sijui ni wapi. Kuna watu wanasema makao makuu yapo milima nchi ya Kongo, wengine Malawi, na kuna wanaosema wana makao makuu hata hapa nchini Tanzania. Mimi sijui hata kuwasiliana nao moja kwa moja au ana kwa ana. Basi Hamza kwa namna alivyoona bwana huyu anavyoongea, aliona kabisa hakuwa kidanganya, kwa sababu mpaka hatua hiyo hakuna sababu ya kudanganya. Hamza akasema kwamba kama umesema una msimamizi wako, basi wasiliana naye na nipatie dawa, nadhani inawezekana. Bruno akasema kuhusu hilo sidhani kama inawezekana. Mimi naamini mpaka sasa wanajua nimekwisha kukamatwa. Hivyo hata nikiwapigia simu watanishuku mapema. Kwa hiyo sidhani kama hawapo makini na kufanya mipango yao kuvurugika. Hamza alikunja sura akasema mipango gani? Bruno akasema mimi najua juu sana. Kwa nilivyosikia umoja huu unajaribu kupanua ushawishi wake katika serikali nyingi ndani ya Afrika kwa njia ya kuhakikisha wanawake ambao wapo chini ya nguvu zao kuwa na mahusiano na viongozi, matajiri na watu mashuhuri na kuwafanya kuwapenda kupindukia. Mimi ni kama kiungo tu baina ya hawa wanawake na vigogo na matajiri nchini. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akikumbuka swala la Mr. Bridge. Na pale akauliza kwamba katika orodha ya wanawake uliounganisha na matajiri, tajiri Bridge pia ni yeye yupo? Yaani na yeye yupo? Aliuliza Hamza kwamba kwenye orodha ya wanawake aliounganisha na matajiri, tajiri Bridge pia yupo? Aliuliza hivyo Hamza akijua Bridge alikuwa maarufu, hivyo ni rahisi kwa Bruno kufanyaje kumfahamu. Bruno akasema kuhusu tajiri Bridge sina uhakika, madalali wa Umoja tupo wengi sana, hivyo inawezekana pia. Basi Hamza pale aliweza kuhisi lazima kuna kitu. Kama umoja huu shabaha yao ni kufanya wanawake kulala na matajiri na kisha kupagawa nao, basi ni rahisi kuelewa maneno ya mtoto wa Bridge kwa namna anavyoelezea jinsi baba yake alivyopagawa kiasi cha kutoa baadhi ya biashara kusimamiwa na huyo mwanamke. Hata hivyo muda huo Hamza kipaumbele chake kilikuwa ni kumsaidia mpenzi wake pekee. Kuhusu Bridge aliona labda baada ya jambo hilo ndo atashughulikia. Hamza akasema kwamba kwa hiyo kwa maneno yako unaamini kama nikitaka kupata dawa lazima nifike makao makuu ya Bikira Takatifu? Bruno akasema inawezekana. Hata hivyo kwa nilivyosikia ni ngumu mno kufika makao makuu yalipo, kwa sababu hata eneo lenyewe halifahamiki. Wengi ambao wanasemekana kujaribu kwenda makao makuu yake hawakurudi. Ni moja ya sehemu hatari mno kufika. Basi Amina akasema Prince, kama ni jamii ya hao watu wanaoabudia Bikira, basi ni kweli ni kama alivyoeleza, ni eneo hatari sana. Nishawahi kusikia habari zake kipindi cha nyuma. Hamza akasema hata kama ni sehemu hatari, lazima nifike kwa ajili ya kumsaidia Dina. Basi ni muda huo simu ya Hamza iliita, na mara baada ya kuangalia na kuona ni Yulia, alishia kunyosha kidole akasema ya kwamba Amina, nitamwacha huyu bwana mikononi mwako. Basi Amina akauliza unapanga kudili naye vipi? Hamza akasema ita mtu aendelee kumkaangia nyama. Amina akasema understood sir. Asa Bruno mara baada ya kusikia hivyo kidogo tu azimie. Mwanzoni alijua akitoa ushirikiano angeokoka, lakini angejuaje bado alikuwa mle. Hamza akasema kwamba baby Yulia, vipi hali ya Dina? Kuna namna yoyote ya kumsaidia? Aliuliza Hamza mara baada ya kupokea simu. Yulia akasema kwamba nimeshakutumia taarifa ya njia mbalimbali za kumsaidia, angalia uone kama kuna namna. Hamza akasema sawa. Basi alijibu Hamza huku wakati mmoja akiwa na mashaka. Kama ingekuwa ni sumu ya kawaida angekuwa na hali ya kujiamini, lakini kwa sababu ni mbinu yenye muunganiko wa kichawi hakujua. Asa Hamza huku sasa akikunja kichwa chake akasema kwamba hata kama kuna njia sidhani muda utatosha. Yulia akamwambia kwamba kwa sasa sidhani kama kuna njia nyingine ya kumponya. Kitu tunachoweza kufanya ni labda kumpa dawa za kuzuia maumivu na kupunguza mzunguko wa damu mwilini, lakini mbinu hii haiwezi kuzidi siku 2 au 3. Vinginevyo ataishia kupata madhara makubwa kutokana na seli kufa. Basi Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo ajikuta akianza kuvuta picha ya namna Dina alivyokuwa mrembo na jinsi anavyoteseka. Hamza akajibu ya kwamba nitahakikisha napata dawa yake haraka iwezekanavyo. Basi Hamza mara baada ya kukubaliana na Yulia kujaribu kutumia mbinu za kutuliza maumivu, hatimaye alikata simu na kisha akavuta pumzi ndefu. Alianza kuitafuta
namna ya kumpigia wife. Lakini muda ule kabla hata hajabonyeza kitufe cha kupiga, alikatishwa na simu ya Afande Simba iliyokuwa ikipiga. Msikilizaji, wakati huu tunapoendelea ukute jinsi ulivyopagawa naye. Kumbe mwenzako katunziwa huko. Shauri yako. Watu wametunza bikira zao kuzimu. Tunasonga mbele. Sasa Hamza bwana hakushangazwa na hiyo simu. Afistoshe, si muda mfupi tu uliopita alikuwa amewasiliana na Wizara ya Ulinzi. Ilikuwa ni swala la kutegemea kwa waziri kumtafuta Afande Simba. Mara tu baada ya kupokea simu, pale pale ongea kwamba kama una swala unataka kuongea, ongea na haraka sana. Afande Simba akasema nini kimetokea juu ya huyo bwana Bruno, na vipi kuhusu hali ya Dina? Afande Simba alikuwa ameambiwa juu ya Hamza kumkamata Bruno, lakini hakuwa akijua kinachoendelea. Sasa Hamza akasema kwamba Bruno ni mwanachama wa kikundi cha watu wanaojiita Holy Agents. Amemtupia uchawi Dina. Hivyo ninaenda kuwasaka Holy Maiden na Protector, viongozi mmoja huo, ili wanipe dawa ya kumponya Dina. Afande Simba alionekana kushangaa mara baada ya kusikia hilo jina la Holy Agent. Sasa Afande Simba akasema kwamba nawajua hao, ni moja makundi ya kikabila ambayo yamekuwa yakiishi mafichoni kwa zaidi ya miaka mingi. Imekuwaje wakajitokeza na kumtumia afisa polisi kumshambulia Dina? Hamza akasema hilo swali unapaswa kujibu wewe. Kwa nini unaniuliza mimi Mimi nachotaka kujua ni hawa watu wanapatikana wapi ili wanipatie dawa. Kama huwezi kuniambia basi tusipotezeane muda bana. Basi Afande Simba akasema All Virgin ni kundi la watu wenye imani zisizo za kawaida kwa miaka mingi. Mwanzoni imani zao zilianza kama imani za makabila kutoka Malawi, Zimbabwe, Uganda na Kongo. Lakini baadaye kutokana na mwingiliano wa makabila mengi, walitoka kuwa imani ya kabila na kuwa imani ya kundi. Wamekuwa wakijificha kwa miaka mingi sana kwenye milima ya Rwenzori mpakani mwa Kongo na Uganda. Sasa kutokana na kutokuwa na matishio ya kiusalama, serikali ya Uganda na Kongo haikuwahi kuwafuatilia. Hamza akauliza kwamba kwa hiyo hata hujui kwa kina kuhusu kundi hilo la kimani na mpangilio wao wa undani ukoje? Afande Simba alijibu kwamba Hamza, nadhani huelewi. Hili kundi halipo ndani ya mipaka ya nchi yetu. Ijapokuwa kipindi fulani walitoka na kuja kufanya ibada zao ndani ya Tanzania na hata kusababisha matatizo, tulishindwa kufanya chochote. Na unapaswa kuelewa eneo ambalo ndio makao yao makuu ni juu ya milima, msituni huko, sehemu ambazo karibu muda wote kuna ukungu umefunika. Hivyo hata kwa kutumia satellite ni vigumu kuona makazi yao. Ukiachana na hivyo, ndani eneo hilo kuna mapango marefu ambayo inasemekana ndio hujifichia humo. Mtu yeyote anayejaribu kukaribia eneo lao huchukuliwa kama adui na kuishia kutupiwa sumu. Kuna kipindi kulifanyika operation jumuishi kati ya Tanzania na Uganda katika kujua kinachoendelea hapo baada ya kupokea malalamiko ya watu kupotea. Sasa vikatumwa vikosi vya kitengo chetu cha kupambana na nguvu za ziada, ila mpaka leo hii wanajeshi hao hawakuonekana tena. Lakini unaonaje tukifanya hivi? Maana hapa njia pekee ya kuwafikia ni lazima kwanza uwe na mawasiliano nao na wenyewe wakuruhusu kwenda. Sasa unaonaje tukifanya hivi? Nitume mtu kujaribu kuwasiliana nao tuone kama tunaweza kupata hiyo dawa kwa njia ya amani. Afande Simba, hebu fikiria basi. Hivi unadhani pendekezo lako lina uhalisia? Kama ingekuwa rahisi kwao kutoa hiyo dawa, unadhani wangemwacha Bruno kuteswa? Kama kweli hawa watu wamefikia hatua hii, basi wana malengo ya kutaka kutoka mistuni na kuanza kuongeza ushawishi wao kwa watu wa kawaida. Hivyo hata kama ukiwasiliana nao, unadhani watakubali tu kwamba ndio wahusika na kukupatia hiyo dawa? Hamza baada ya kuongea hivyo, Afande Simba alijua pia kupata dawa hiyo kwa njia ya amani ni swala lisilowezekana. Lakini bado alishauri akasema kwamba Hamza, najua na wasiwasi juu ya hali aliyokuwa nayo Dina. Lakini hata kama ni wewe kwenda milima ya Rwenzori, itakuwa ni hatari sana. Hao watu ni wachawi wa kupindukia. Wataishia kukutega tu kwa mbinu zao na hawatojitokeza kupambana na wewe ana kwa ana. Basi upande wa Hamza alishia kuvuta pumzi nyingi na kusema kwamba nadhani sasa najua kwa nini jemadari anaomba mtu kama mimi ambaye sina mapenzi yote kwa familia kurudi na kuwa mrithi wake. Afande Simba akasema, Hamza unaongea nini? Swala hili lina uhusiano gani na wewe kurudi kwa familia? Itakuwa ni ujinga kwa jemadari kumrithisha mtu nafasi yake ambaye anaogopa hata ka kikundi kadogo tu ka watu wanaotumia ushirikina. Afande Simba akasema kwamba wewe Hamza unaongea nini? Kwa nini unakosa adabu kwa wakubwa zako?
Basi wakati bwana huyo akitaka kuendelea kumvokea Hamza, simu ilikuwa imekwisha kukatwa muda mrefu tu. Hamza mara baada ya kukata simu alimpigia wife. Hambi, subiri kidogo. Kabla hata hajaongea, Regina ndiye aliyekuwa kwanza kuongea, na mara baada ya kusikia hivyo kwamba eti subiri kidogo, alishangaa. Hey wife, unafanya nini? Najua kinachoendelea na nimeshatuma mtu kufuatilia taarifa za hiyo jamii. Subiri kidogo, nitakutumia kwenye simu yako. Anaongea Regina. Hamza pale pale alijua kumbe Regina alikwisha pata taarifa juu ya kinachoendelea. Kweli wewe ni mke wangu, yani unajua hata napanga kufanya nini? Natamani kuambia usiende, ila najua huwezi kunisikiliza. Isitoshe pia sitaki jambo baya kumkumba Dina. Ndio hivyo tu, hii jamii ya watu wa Bikra takatifu ni wasiri sana. Nimeambiwa na binamu mashushushu ni ngumu kufika huko milimani, hivyo taarifa juu yao ni chache sana. Imradi mimi nikipata makadirio ya eneo husika inanitosha kabisa. Mke wangu, nawe pia unapaswa kuongeza makini. Nina wasiwasi hawa watu watatuma mtu kuja kukushambulia. Usiwe na wasiwasi mume wangu. Utakuwa makini, nawe pia ongeza makini. Usikurupuke tu kwa sababu una haraka. Mara baada ya simu kukatwa, Regina alimtumia Hamza taarifa kupitia kwenye simu. Lakini taarifa hizo hazikuwa na tofauti sana na alichoambiwa na Afande Simba. Ilikuwa ni uelekeo makao makuu ya jamii hiyo ya watu inapatikana, lakini sio uelekeo kamili. Kitu cha tofauti ni kuwa mara nyingi jamii hiyo hubadilisha makazi kutokana na majira ya hali ya hewa. Hamza alijiambia pengine hii ndio sababu watu wengi waliotea maeneo mengi jamii hiyo inapopatikana. Jambo la ugumu ambalo Hamza aliona ni juu ya uwepo wa mapango mengi. Inasemekana ndani ya mlima huo kulikuwa na mapango yasiyopungua 20, yote yakiwa na urefu tofauti na muunganiko wa ajabu. Sasa mkuu wa mmoja huo aliyefahamika kwa jina la Mwanamwali Mtakatifu hakuwa akifahamika kwa sura. Vile vile mlinzi wa Mwanamwali, yani protector, naye pia alikuwa hafahamiki kwa sura wala kwa jina. Sasa Hamza aliona usiri huo pengine ni kwa ajili ya kuongeza hofu kwa watu ili kuwaamini. Isitoshe binadamu huogopa zaidi kitu asichokijua kuliko anachokijua. Hata hivyo, licha ya kwamba Hamza hakupata taarifa za ndani kabisa za jamii hiyo ya mambo ya kimizunguzungu nini, binamu ni binamu siku zote. Walimpatia taarifa aliyoona kuwa ni muhimu zaidi. Wasike Kimbuthi ndilo jina ambalo Hamza alilikumbuka mara moja baada ya kusoma mwishoni mwa taarifa hiyo. Hamza alimkumbuka Wasike mara moja kwa sababu kipindi cha nyuma bwana huyo na washirika kadhaa waliokuwa chini ya mtandao wa Chantu walitaka kumpindua Dina na yeye kuwa kiongozi. Lakini Dina kwa msaada wa Hamza aliweza kuzimisha vibaraka wengi sana na kufanya Wasike kukosa ushawishi mkubwa. Kwa ufupi, nguvu aliyokuwa nayo katika mtandao wa Chantu ikapungua sana tofauti na ilivyokuwa mwanzoni. Msikilizaji, ikumbukwe huyo Wasike ni mmoja wa waasisi wa mwanzo kabisa wa mtandao wa Chantu. Hivyo hawakuridhika baada ya Dina kurithishwa nafasi na babu yake. Nadhani tunakumbuka mwanzoni mwa hii simulizi. Ilionyesha wazi kuwa baada ya familia ya Wasike kupoteza ushawishi na hata biashara zao nyingi kuyumba, waliingia ushirika na kundi hilo la kimizungu la Bikra takatifu. Mpaka hapo Hamza aliona tofauti na kwenda moja kwa moja kuzurura huko milimani ni rahisi kama atatumia familia ya Wasike, hasa kwa kudili na bwana aliyefahamika kwa jina la Baraka Wasike ambaye ni mtoto wa kwanza wa familia hiyo. Ndio hao wangempatia namna ya kuwafikia hao Holy Maiden na Protector. Ni masaa kadhaa mbele, msikilizaji. Kilomita kadhaa kutoka Bukoba mjini linapatikana eneo maarufu la Mutukula. Mutukula ndio eneo la mpaka kati ya Tanzania na Uganda na ni moja ya maeneo ya kibiashara zaidi baina ya nchi hizi mbili. Moja ya familia kubwa sana ambayo imetawala eneo hilo kwa kumiliki biashara nyingi ni familia ya Mzee Wasike. Mnao kama Mutukula msimtafute Mzee Wasike, mtakufa. Sasa kweli ni kwamba biashara zao ziliyumba kidogo mara baada ya kuingia katika mgogoro wa mtandao wa Chantu ambao ulikuwa ukimiliki njia nyingi za kusafirisha mizigo kwa njia za magendo. Lakini bado hakuna ambaye alikuwa akifikia familia hiyo kwa utajiri. Watu wengi wa wilaya ya Misenyi hata mpaka Bukoba huko
walikuwa wakiamini utajiri wa mzee Wasike ulitokana na uchawi. Kutoka wapi? Kutoka Kongo. Sasa ikiwa ni usiku wa saa 3, pilika za watu zilikuwa zikipungua kutokana na biashara nyingi kufungwa na watu kurudi majumbani. Ni muda huo ndani ya hoteli maarufu katika eneo hilo iliyomilikiwa na familia ya Wasike, katika moja ya maeneo ya pembeni ambapo kulikuwa na klabu, ilisikika sauti ikisema ya kwamba kwako mzee Nyaitoro. Ilikuwa ni sauti ya Mbaruku Wasike mwenyewe, ambaye alikuwa amelegeza tai yake huku akiwa ameinua glasi ya pombe juu akimnyoshia bwana aliyefahamika kwa jina la Nyaitoro. Ndani ya eneo hilo kulikuwa na watu 4 ukijumlisha na wasichana 2. Mzee mwenyewe aliyefahamika kwa jina la Nyaitoro alikuwa mwembamba hivi mwenye makadirio ya umri wa miaka kama 50 na alikuwa amekaa kwenye masofa akichokozana na msichana mrembo aliyevalia nusu uchi. Sasa yule bwana huko akitabasamu akisema ya kwamba kwako pia bwana Wasike. Akanywa kidogo pombe ile na kisha akambusu msichana yule wa Kinyarwanda. Alimbusu shavuni. Hoteli hiyo ilikuwa ikisifika kwa kuwa na warembo wa Kinyarwanda na warembo kutoka Uganda. Asilimia kubwa ya matajiri wanaokuja maeneo hayo ni kwa ajili ya kujivinjari tu na warembo wenye shingo ndefu. Ndio maana hata hoteli hiyo ikapewa jina la Shingo Hotel. Basi akasema kwamba vipi, unamwonaje huyo mrembo bwana tulie kuandalia mzee Nyaitoro? Mzee Nyaitoro alicheka akasema, nilitaka kukuuliza bwana, umejuaje mimi napendelea wanawake wa hivi? Asante sana kwa kunipatia bwana. Basi yule mzee akacheka akasema, ukisikia wanawake wenye shingo za twiga ndio hao bwana. Hapo unakuja wewe na matamanio yako tu, na sisi tunayakidhi bwana. Kwa msaada alionipatia mzee Maksai kuua maadui zangu, hili ni swala dogo sana. Basi mrembo aliyekuwa kando yake akauliza kwamba bosi Wasike, jina la mzee Maksai linamaanisha nini? Ni kweli ana nguvu sana ama? Basi huyo bosi Wasike akasema kwamba mrembo, ulishawahi kusikia jini la sumu? Sasa mzee Maksai anatawala jini hilo. Anao uwezo wa kukuangalia tu na kufanya sura yako hii ya kirembo kuwa ya ng'ombe. Basi yule mrembo kwa sauti ya pwani akasema, jamani, anaonekana kutisha hivyo. Basi ni muda huo mlango wa chumba hicho cha hoteli ulisukumwa kidogo kutoka nje na mtu. Kauliza kwamba wewe nani bwana, unayethubutu kuharibu starehe yetu na urembo? Wewe nani? Ile Wasike anamaliza tu kuongea kwamba wewe ni nani, aliweza kuona mtu akiingia kutoka nje, na ni pale pale mwili wake wote uliingiwa na hali ya ubaridi. Hata glasi ya pombe aliyokuwa ameshikilia ilianza kucheza. Hamza akasema kwamba wow, naona mnajivinjari tu. Aliongea Hamza aliyekuwa ameshikilia sigara inayodondosha majivu. Kupitia kwa ndani ungeweza kuona walinzi kibao waliokuwa akiugulia maumivu chini. Bosi Wasike alijikuta akisimama mara moja kwa kupanic mara baada ya kumtambua ni Hamza. Hamza akasema kwamba nipo hapa kwa ajili ya Wasike na Nyaitoro, wengine wote potea. Basi wasichana wale warembo walijikuta wakibung'aa kama vile wanasubiri amri kutoka kwa mabosi wao. Wasike akasema kwamba mmemsikia Mr. Hamza akiongea hapa, ondokeni. Aliongea Wasike kwa namna ya kuhofia kumkasirisha Hamza. Basi Wasike akasema kwamba Mr. Hamza, kwa nini ghafla tu umekuja mpaka huku mbali hivi? Nadhani sijafanya jambo lolote la kukosea mtandao wa Chato. Aliongea kwa hofu. Hamza bila hisia akasema kwamba sio na wasiwasi, nipo hapa kwa ajili ya kukuuliza maswali. Sasa mabwana wale wawili waliishia kuangaliana kwa namna isiyoelezeka, kisha wakaishia kutingisha vichwa vyao kukubali. Wakasema kama Hamza aliambiwa kwamba kama kuna chochote unachotaka kufahamu, tafadhali uliza, tupo tayari kujibu. Hamza akasema nataka kujua kuhusu kundi la kimizungu maarufu kama Bikira Takatifu, wanapatikana wapi? Basi Wasike na Nyaitoro mara baada ya kusikia swali hilo walijikuta wakiganda huku macho yao yakijawa na hofu. Wasike akasema ndio Mr. Hamza, kwa nini unauliza kuhusu watu wa Bikira Takatifu? Hamza akasema mimi ndiye nauliza, hupaswi kuuliza pia. Aliongea Hamza huku akiongeza hali ya mkandamizo. Basi Hamza akasema muda wangu ni muhimu sana. Kama hamtonipatia jibu la kuniridhisha, nitawaua wote hapa hapa. Basi Wasike alijikuta uso wake ukiwa wa kijani.
Kwa anavyomfahamu Hamza, alijua kabisa bwana huyo hakuwa akitania, na pale haraka haraka alimwangalia Mzee Nyaitoro. Wasike akasema, Mzee Nyaitoro, haraka mwambie Mr. Hamza. Basi Mzee Nyaitoro akasema kwamba dhehebu la Bikira Takatifu ni kama mizimu, ni watu wachache sana wanaojua viongozi wao na wapi wanapopatikana. Basi Hamza akasema kwamba, Mzee Nyaitoro, unatokea Fort Poto na babu yako ni sehemu ya waliowahi kuwa wakuu wa kabila la Batoro. Binamu yako ameolewa ndani ya familia ya kifalme, na imekuwa kawaida kwa kila mwanamke anayeolewa na mfalme kupitia ibada ya kimila inayosimamiwa na watu wa Bikira Takatifu. Usiniambie kwa muunganiko huu ninaweza kuamini maneno yako. Mzee Nyaitoro alijikuta akishtuka. Hakutegemea Hamza alikuwa amefanya utafiti wa kumfahamu kwa undani namna hiyo. Mzee Nyaitoro akasema kwamba, Mr. Hamza, kitu pekee ninachoweza kukuambia ni kwamba najua eneo ambalo matambiko ya kimila hufanyika, lakini kuhusu wanapokaa viongozi wa kimizungu sifahamu. Unapaswa kutafuta tu baada ya kuingia milima ya Rwenzori karibu na Kongo, kando ya kilele Usigwe. Hamza akasema, kwa hiyo unamaanisha nikitafuta ndani ya vilele vya milima ya mpakani na Kongo naweza kuwapata? Usije kunidanganya, maana nina uwezo wa kukufikia muda wote. Bwana huyo akasema kwamba, Mr. Hamza, kwa nini nikudanganye? Kitendo cha mimi tu kuongea na wewe kuhusu eneo la Usigwe, kama watu wa Bikira Takatifu wakifahamu, sitajua namna hata nitakavyokufa. Aliongea bwana huyo huku akiwa na hofu kubwa. Msikilizaji, ukweli ni kwamba Hamza kutegemea jamii hiyo ya watu kuwa na ushawishi, kwa sababu hata wakati anafika hapo na kuuliza, wengi hawakutaka kabisa kuongea naye kuhusu uelekeo wa huko. Hata kwa Mzee Nyaitoro mwenyewe alionekana kuwa na hofu mno. Hasa Hamza, kwa sababu hakuwa akielewa eneo la Usigwe, alikuwa amejiandaa. Hivyo mara moja alitoa ramani ya vilele vyote vya milima ya Rwenzori kupitia simu na kumwambia Nyaitoro kuonyesha eneo husika. Karibia maeneo ambayo alionyeshwa na bwana huyo yalikuwa na mapango ya siri sana, ambayo hata majina yake yalikuwa ni ya kilugha zaidi. Hamza mara baada ya kukariri maeneo husika aliyoelekezwa na Nyaitoro, alishia kukariri ramani yote, kisha akachukulia faida ya giza na moja kwa moja alivuka mpaka na kuingia mpakani kuelekea Kasese kwa njia za mkato. Lakini jambo ambalo hawakuwa akijua ni kwamba Wasike na Nyaitoro hawakujua kama chumba walichokuepo kilikuwa na watu waliokuwa wakifuatilia kila kitu. Kwani ni muda mchache tu mara baada ya Hamza kuondoka, meneja wa hoteli hiyo ambaye alikuwa ni mwanamke kibonge hivi alitoa simu yake na kisha kupiga. Yule mwanamke akasema kwamba, Umurinzi, ni kama ulivyotarajia, nimesikia akimuita kwa jina la Hamza, ameondoka muda si mrefu. Aliongea mwanamke huyo kwa kilugha, alionekana kutokuwa Mtanzania. Basi bwana, ni masaa kadhaa mbele, Hamza alikuwa kando ya mto wa maji yaliokuwa akitoka kwenye ziwa Albert. Alikuwa katikati ya pori zito sana, na sehemu aliyokuwa ametokea mbele yake lilikuwa ni pango ambalo alionyeshwa na Nyaitoro. Eneo hilo lilikuwa likitisha mno, yaani ni kama vile maji ya mto yalikuwa yakifuka moshi na kufanya eneo lote kujaa ukungu. Hamza alitoa simu na kuangalia uelekeo wa ramani na alianza kuhisi hali isiyo ya kawaida kwenye moyo wake. Eneo hilo lilikuwa ndio la mwisho kabisa kutembelea kati ya maeneo yote manne aliyotajiwa na Nyaitoro. Lakini licha ya kutafuta kwake, kambi hiyo ya watu wa wanamwali hawajaona kabisa wala kuhisi dalili ya uwepo wa hawa watu. Hamza alijiuliza, je, ni kwa sababu Nyaitoro alimdanganya au ni kwa sababu watu hao wamekwisha kujua uwepo wake na kubadilisha eneo? Hamza hakuwa na kiashiria chochote kwa muda huo, lakini vile vile asingekimbia kurudi Mutukula kwa ajili ya kumtafuta Nyaitoro. Hamza mara baada ya kufikiria mpenzi wake Dina aliyekuwa akiteseka jijini Dar es Salaam, moyo ulimuuma. Pale alijikuta akivuta pumzi ndefu, kisha akatoa simu yake ambayo haikuwa na chaji ya kutosha na akaangalia ramani kwa mara nyingine. Kulingana na taarifa watu wa binamu walizotoa, maeneo mengi ya vilele vya milima ya Rwenzori hayakuwa na shughuli za kibinadamu. Alikuwa ametafuta karibu nusu eneo lote la mlima, hivyo alijiambia labda endelee na kufuatilia nusu nyingine. Hamza alijiambia ni bora kutembea kuliko kusimama. Bado hakuwa akiamini kama wachawi hao wanaweza kupotea mara moja kutoka milimani.
Hamza aliamini hata kama walikuwa wamejificha ndani ya mapango, lazima kuna watu walioko nje wakifuatilia. Hamza mara baada ya kufikiria hivyo, akiwa na mwili uliojaa matope na unyevunyevu, alitimua na kuingia tena kwenye pori la msitu. Mwezi nao ni kama ulikuwa ukipotea na giza kuzidi kuwa kali, ikiashiria siku nyingine na karibia. Alikimbia huku na huko, na kila eneo alilohisi ni pango au kuwa na pango, alijaribu kufanya uchunguzi wake. Ukweli ni kwamba mpaka muda huo hakujua hata ni wanyama wangapi wa kutosha au nyoka wangapi alikuwa amepishana nao, lakini alishia kushangaa tu kwamba hawezi kuona wala kuhisi dalili ya uwepo wa watu kabisa. Ukweli ni kwamba kwa akili ya kawaida ni vigumu kabisa kuamini kama eneo hilo linaweza kuwa na watu wanaoishi. Kwa sababu kwanza hali yake ya hewa ilikuwa ni baridi kali mno, kulikuwa na giza lisilo la kawaida. Hata kwa Hamza kuhangaika ilitosha kusema alikuwa na ujasiri mkubwa. Lakini pia mapenzi yake kwa Dina yalikuwa ni makubwa. Hamza alitamani kufanikisha jambo hilo kwa haraka, lakini kutokana na mabonde na miinuko mingi, ilikuwa ni ngumu sana kwake kukamilisha, na kujikuta siku inaingia na hatimaye mchana wa siku nyingine ukapita. Lakini sasa ni muda ule Hamza anakaribia kabisa kutoka kwenye msitu huo na kutaka kuingia msitu wa Kongo kwa kuvuka mto Kongo. Ghafla pale pale alisikia sauti ya mtu ikitokea mbele yake kwenye miti. Hamza hakujali kama sauti hiyo ilikuwa ya mzimu au mskule, lakini alijawa na furaha na kuanza kuifuatilia. Sasa hiyo sauti ilisikika ikisema kwamba tosobia togambwie asile bente kire. Sauti ilisikika hivyo na ilikuwa ni ya kike, kali mno masikioni. Ilikuwa ikitadharisha kutokusogea, la sivyo mtu huyo hato waacha salama. Ni muda ule Hamza aliweza kusimama, na mbele yake juu upande wa pili katika eneo la wazi alishuhudia mwanamke aliyevalia gauni la maua hivi, huku kichwani akiwa amejifunga kiremba cha rangi nyeupe. Nywele zake zilikuwa zikitapakaa kwa namna ya kuziba uso. Hamza kwa kumchunguza tu aliweza gundua mwanamke yule alikuwa ni mrembo mno, mwenye ngozi nyororo. Yule mwanamke ambaye alionekana kuwa wa kitamaduni zaidi, alikuwa ameshikilia kikapu ambacho kilionekana kama vile alikuwa kichimba mizizi ya dawa, kwani pia mkononi alikuwa ameshikilia kijembe. Mwanamke huyo alikuwa katika hali ya kupaniki kutokana na mbele yake kuwa na mwanaume, kuwa na wanaume wawili wenye miili mikubwa waliovalia combat za kijeshi wakiwa na bunduki ndefu mikononi, huku kwenye viuno vyao pia kukiwa na bastola. Wale wanajeshi walionekana kama waasi na walikuwa hapo kwa ajili ya kuwinda wanawake. Sasa mmoja wa wanajeshi aliyekuwa na kovu kubwa usoni akasema kwamba hey mrembo, hebu acha kuwa muoga bwana, tunataka tu kuongea na wewe, sisi si watu wabaya. Basi yule msichana alionekana analia, akasema kwamba nimwambie niachie, nataka kurudi nyumbani. Alikuwa amekaribiwa na kwa namna ambavyo wale wanajeshi walikuwa wamekaribia, macho makubwa yalionekana kwa huyo mdada. Na of course alikuwa mbarikiwa macho makubwa ambayo kwa muda huo yalikuwa yamefunikwa na machozi. Lakini sasa kutokana na msichana huyo kuwa katika hali ya kutia huruma, ni kama ilimfanya apendeze zaidi na mabwana hao kwa masika zaidi. Basi jamaa mmoja akasema kwamba nadra sana kuona mwanamke mrembo kama huyu huku milimani bro. Huyu tukiondoka naye na kumpelekea yule bosi lazima tupige pesa ndefu. Yule mwingine akasema kwamba hapa tutaongea biashara baada ya sisi kuridhika bana. Basi yule bwana mwenye kovu usoni alitoa kicheko kwa nguvu, kisha pale pale akashikilia bunduki yake kwa namna ya kulenga mti na akachia risasi mfululizo. Msichana yule kusikia milindimo hiyo ajikuta kiziba masikio kwa hofu, huku kwa wakati mmoja akionekana kuwa katika hali ya kutokujua cha kufanya. Basi aliambiwa kwamba mpenzi, weka chini hilo bisu yako na kisha tufuate, kama hapana tutakufosi. Msichana yule alisha kutetemeka, huku akishindwa kabisa kuweka kile kijembe chini na kuendelea kulia. Wanaume wale waliendelea kucheka, huku kwa wakati mmoja wakimsogelea kwa kutaka kumshika. Ni muda ule wakati wanataka kumshika kwa nguvu yule msichana, mara mtu alishuka kutoka juu angani na kutua mbele ya yule msichana. Basi wale wanaume walionekana kuwa na wasiwasi, wale wanaume kuwa waasi wale walionekana kuwa na wasiwasi, akiuliza kwamba wewe nani? Walishtuka kusasa wakirudi hatua nyuma na silaha zao wakizinua. Msichana yule alijikuta akishtuka, huku akimwangalia mtu asiyejua mbele yake ni nani. Ishara tu ya tumaini ilionekana usoni mwake.
Hamza aligeuza kichwa chake na kumwangalia yule msichana. Na kwa ukaribu huo alithibitisha kweli msichana huyo alikuwa ni mzuri balaa. Ingawa alikuwa mweusi kidogo kuliko kawaida, lakini ngozi yake ya asili na mpangilio wa mifupa ya uso ulivutia sana. Hamza akasema, usiogope, mimi si mtu mbaya. Aliongea Hamza huku akimuonyeshia tabasamu. Ingawa muda huo ulikuwa umemtupa mkono, alishindwa kuondoka tu na kumwacha msichana huyo akitaka kubakwa. Pili, aliona anaweza kupata taarifa za watu anaowatafuta kupitia msichana huyo. Kwa staili ya mavazi yake tu, Hamza alijua lazima atakuwa mzawa wa vijiji vinavyopatikana kando ya milima. Sasa yule mwanaume aliongea kwa Kiswahili kilichojaa lafudhi ya Kikongo, akasema kwamba pumbavu wewe. Nadhani Deja umechoka kuishi. Aliongea huku sasa wakati mmoja akichomoa bunduki yake. Hamza alikuwa mvivu kabisa wa kudili nao, na pale pale ghafla tu silaha ilikuwa mkononi mwake. Ilikuwa ni kama kisu cha moto hivi kwa namna alivyofyatuka na kwenda kukata mikono ya waasi wale na kisha kuwazimisha wote. Mara baada ya kuona damu nyingi ikifyatuka, msichana yule alipiga yowe tena. Hamza pale pale aligundua alikuwa amemuogopesha mrembo huyo. Hivyo haraka aligeuka na kuongea kwa kuomba radhi akisema kwamba samahani, sijafanya hivi kukuogopesha. Basi yule msichana alitoa kilio kwa muda. Kisha akainua kichwa chake akasema kwamba wewe si mtu mbaya. Hamza alishia kulazimisha tabasamu. Kisha akawaangalia wale wanajeshi wenye kombati za jeshi zilizochakaa mno. Akasema kwamba kwa muonekano wangu nafanana na hawa watu mpaka kusema kwamba mimi naonekana mbaya. Basi yule msichana alijikuta akibung'aa kwa sekunde na alianza kumchunguza Hamza. Alimwona ni kijana shombe, nywele safi na nguo nzuri tu, aina ya wanaume adimu sana kuwaona. Ghafla pale pale alitoa tabasamu lenye kutoa nje meno yake, tena anaong'aa mno. Tabasamu lake lilifanya azidi kupendeza. Kwa mtu yeyote angeona ni maajabu kukutana na msichana wa aina hiyo ndani ya msitu. Upande wa Hamza hata hivyo hakujua msichana huyo alikuwa na umri gani, lakini kwa haraka alijua si mtoto. Basi huyo mdada akasema kwamba asante sana mukaka, naitwa Gendu, kama si kwa msaada wako babu yangu nisingemuona tena. Aliongea Gendu huku akifuta machozi yake. Okay, usijali, mimi naitwa Hamza. Gendu, wewe ni mzawa huku? Ndiyo, familia yangu ni hapa kwa miaka mingi sana. Kijiji chetu kipo upande ule. Oh, kumbe kuna kijiji huku. Anyway, naomba nikuulize kitu kimoja. Unajua dhehebu la Bikira takatifu linapopatikana hapa? Aliuliza Hamza. Lakini yule msichana alikakamaa mwili. Akasema kwamba Mr. Hamza, unataka Musantu Mwasu kukubariki? Aliuliza. Sasa Hamza kusikia hivyo alijiuliza kubarikiwa kivipi wakati anataka kumuua. Lakini alijua lazima dhehebu hilo la Bikira takatifu linaheshimiwa na wanakijiji. Hivyo hakuwa na jinsi zaidi ya kucheka na kisha akasema kwamba hapana, nina masuala muhimu tu ya kuongea na watu wa Bikira takatifu, hususan mwanamwali mkuu na Umunze. Aliongea Hamza. Umunze akimaanisha mlinzi au protector. Yule mdada akasema kwamba Mr. Hamza, nimesikia kutoka kwa babu kuwa Mosantu wameenda kwenye ardhi takatifu kwa ajili ya sherehe ya Uhunzi Luba. Umekuja muda mbaya, kuwaona tena mpaka siku chache zijazo. Hamza akasema ni sherehe ya Uhunzi Luba? Yaani ndo nini yani? Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akijuta yani. Inamaanisha hawezi kuonana nao tena hata baada ya kutafuta kwa siku nzima. Hamza akauliza kwamba unajua huko kwenye ardhi takatifu ni wapi? Yule mdada akasema sina hata vigezo vya kwenda kwenye ardhi takatifu, nitajua ni wapi mie. Hamza akasema okay, na vipi kuhusu kijijini kwenu, yani kuna watu wanaokujua? Yule dada akasema babu yangu muda mwingine huenda na mkuu wa kijiji kwenye tambiko huko Mizunguni na kupewa dawa za matibabu. Unaonaje tukienda kijijini kwetu na umuulize babu? Hamza alisita kidogo, lakini kwa wakati mmoja akajiambia kuwa akiendelea kutafuta kama kipofu ataishia kupoteza muda kama alivyohangaika usiku kucha. Hivyo aliona tu akubali. Akasema ni nzuri, nitashukuru sana kama tutaenda wote. Basi yule binti akasema kwamba sawa, mimi nitakukaribisha nyumbani kwetu, kwa jinsi ulivyonisaidia babu yangu atafurahi kukupokea.
Basi bwana Hamza, japokuwa baadhi ya maneno ya Kiswahili yalichanganyika na lafudhi ya kimila na kumfanya ashinde kuelewa, bado asilimia kubwa alielewa. Hamza akauliza kwamba una umri wa miaka mingapi? Pascal kadada akasema kwamba ndio nimetimiza miaka 18 juzi. Hamza akasema, kumbe na mwili mkubwa kidogo kuliko umri wako. Basi yule mdada akasema kwamba kuna huku miaka 18 ni mingi sana. Kazi yangu kuu ni kumtafutia babu dawa tokea nikiwa na miaka 11. Sasa dawa imeenda mbali. Itakuwa shida kuzifuata huko mbali. Kama singekuwa babu yangu kuzeka, ningeshaondoka muda mrefu kwenda Kinshasa. Anaongea kwa lafudhi yake huku kwa namna fulani hivi akionekana kutamani kweli kuondoka. Basi Hamza kauliza kwamba kuna watu wawili tu kwenye familia yako, wewe na babu yako, vipi kuhusu wazazi wako? Dada akasema, mimi niliokotwa tu wakati wa vita na kuletwa mlimani. Mimi siwajui hata wazazi wangu. Mama wa kambo aliondoka nikiwa na miaka 7. Baba naye alienda mjini kufanya kazi na hakurudi hadi leo. Nikabakia na babu tu. Basi wazazi waliomwokota msikilizaji na wenyewe walishia kumtelekeza tu na kukimbilia mjini. Hakuonekana tena na kutegemea kama angerudi. Ukweli ni kwamba ndani ya kijiji hicho wengi wanaoenda mjini hawarudi. Sasa Hamza kwa kumsikiliza tu msichana huyo alijua alikuwa ameishi maisha magumu sana. Kulelewa na babu ni swala lingine kabisa. Jambo lingine ni kwamba licha msichana huyo kupitia magumu na bado kuwa na tabasamu la dhati namna hiyo, aliona upekee wa aina yake. Mwanzoni Hamza alikuwa na wasiwasi na msichana huyo. Istoshe watu anaowatafuta walikuwa ni kama mizimu na walisifika kwa mitego. Lakini muda huo, mara baada ya kusikia maneno ya Gendu, wasiwasi wake ulipotea. Hisia alizokuwa akionyesha msichana huyo ni ngumu mno kuonyeshwa na mtu anayeigiza. Wakati wakaendelea kuongea wakipita kwenye vichaka, hatimaye aliweza kuona kijiji mbele yao ambacho asilimia kubwa ya nyumba zilikuwa na paa za nyasi. Mara baada ya kufika mbele ya nyumba iliyokuwa na kuta za mianzi, Gendu aliongea kwa ukarimu akasema kwamba Mr. Hamza, hapa ndio nyumbani kwetu, karibu sana kama hutojalishwa na mazingira. Hamza akasema hata usijali, hata mimi mwenyewe nimekuwa bila wazazi na nimeishi kwenye nyumba kama hizi. Basi yule binti akasema, sijadhania na wewe kwa. Anaongea sasa akionekana kuingiwa na hatia. Hamza akacheka kidogo akasema ni swala dogo tu, huna haja ya kushikwa na huruma. Basi sauti ilisikika isema kwamba Gendu, naona amefika. Ni muda huo sauti ya kizee ya kimila ilisikika kutoka ndani. Hamza mara baada ya kuinama na kuingia ndani, aliweza kumwona mwanaume mzee aliyevalia nguo zilizochakaa akiwa na mtoto wa jicho kwenye jicho lake la kulia. Nini wanaita mtoto wa jicho? Alikuwa akikoka moto tu, huku juu ya mafiga kukionekana chungu. Sasa yule binti akasema kwamba babu, huyu ni Mr. Hamza, leo nimekutana na waasi waliotaka kunikamata. Mr. Hamza ndiye akatokea na kunisaidia. Basi mara baada ya kusikia maelezo ya mjukuu wake, alishia kusimama kwa namna ya kutetemeka na kumpatia Hamza mkono. Yule babu akasema kwamba asante sana Mr. Hamza kwa kumsaidia mjukuu wangu. Kama lingemtokea jambo sijui ningeishije. Naitwa Bukamia ni Ngwizi. Hamza akasema mzee wangu usijali sana. Ilikuwa ni wajibu wangu kumsaidia mjukuu wako. Kwa hiyo unaweza kuendelea kukaa tu. Basi babu akasema kwamba hapana, unaweza kuketi hapa ingawa sisi ni maskini, lakini ni utamaduni wetu kumkaribisha mgeni na kumkirimu kwa tulicho nacho. Basi Hamza hakuwa na muda ukaribia bali kupata kile kilichomfikisha eneo hilo. Hamza akasema kwamba mzee, nimekuja hapa na Gendu kwa ajili ya kuuliza ardhi takatifu ya jamii ya Wanamwali ilipo. Aliongea na yule mzee alionekana kushangaa kidogo. Yule mzee akasema kwamba upo hapo kwa ajili ya kuonana na Mwanamwali, kuna tatizo? Hamza akasema na swala la dharura na nahitaji kuonana na Mwanamwali mkuu na mlinzi, lakini sijawahi kuonana na mtu yeyote wa dhehebu hili. Gendu kasema wameenda kwenye ibada ya kimila ya Uhunziruba. Mzee yule mara baada ya kusikia hivyo, alionekana kuwa katika hali ya kutokuweza kumsaidia Hamza. Na alisha kusema kwamba bandugu, najua kambi mbili tu za ibada za Wanamwali, lakini kuhusu eneo la watakatifu sina uelewa wote. Ni eneo lao la siri ambalo wenyewe tu ndio wanaenda pekee. Mimi nimerisikia tu tokea enzi za ujana wangu. Hamza kusikia hivyo alijikuta akiwa katika hali ya majuto kwa mara nyingine. Hivyo alishia tu kukunja sura. Akasema kwamba kama ni hivyo basi sina jinsi ila kwenda kuendelea kuwatafuta. Ile mzee akasema subiri kidogo, ingawa sijui ni wapi,
Mwenyekiti wa kijiji alishawahi kwenda kufanywa ibada ya baraka na mwasi. Unaweza kumuuliza tu. Hamza kauliza, okay, mwenyekiti anapatikana wapi? Babu akasema, mwenyekiti wa kijiji na baadhi ya watu wengine wameshaondoka kwenda kuwinda. Wana siku 6 tokea waondoke. Hivyo nadhani mpaka kesho watakuwa wamesharudi. Unaweza kukaa hapa nyumbani kwangu kwa ajili ya chakula cha usiku na uonane naye kesho. Sasa Hamza alijikuta akikunja sura. Kwamba kesho, ingawa aliona ni ngumu kuwapata hao wanamwali usiku kwa sababu kuna uwezekano wa kuwa mapangoni, lakini aliona kukaa usiku mzima atakuwa mpoteza muda mwingi. Basi yule binti akasema ya kwamba Mr. Hamza, tafadhali kaa hapa kwa usiku wa leo, umeniokoa hivyo angalau unapaswa kula chochote, la sivyo babu atakuwa na huzuni. Basi babu naye akasema ya kwamba, bandugu, tafadhali tupatie nafasi ya kulipa fadhila kwa chakula, vinginevyo mizimu itatuadhibu. Basi mara baada ya kuona babu na mjukuu wake wanataka hadi kumshika miguu ili abakie, alijikuta akipata wakati mgumu wa kuwakatalia. Hamza akasema kwamba basi sawa, nitakaa hapa hadi kesho asubuhi. Hamza aliona angejaribu kufanya utafiti wake kukikaribia kukucha, na kama asipopata chochote basi angemsubiri huyo mwenyekiti wa kijiji. Msichana Gendu mara baada ya ombi lake kukubaliwa, alionekana kuwa na furaha kubwa mno, na mara moja alitoka nje tena kumkamata sungura mwitu kwa ajili ya kumchinja na kumwandaa. 1:30 mbele ya Hamza kulikuwa na vyakula vingi. Ukiachana na nyama iliyokuwa ikinukia kwa kupikwa na dawa za mitishamba, kulikuwa na mboga mbalimbali ikiwemo bamia la msituni, biringanya, mboga majani ya kitimiri au dania, na kulikuwa kuna kumbikumbi waliokaangwa kwa mafuta alizeti. Hamza hakuwa mtu wa kuchagua sana linapokuja swala la kula, hivyo kila kilichokuwa mbele yake alikula. Wakati wa chakula, mrembo huyo alikuwa akimuelezea Hamza kila aina ya chakula, kama vile alikuwa akihofia Hamza anaweza kuwa na wasiwasi na chakula chake. Hata hivyo, Hamza alimtoa wasiwasi Gendu na kumwambia yeye anakula kila chakula bila shida yote. Basi upande wa babu, mara baada ya kuona Hamza anakula ugali na mboga zilizoandaliwa bila shida yote, ajikuta akivuta pumzi ya weni. Ukweli ni kwamba Hamza si kama alikuwa na mudi ya kula, ni kwamba tu alikuwa na njaa, ila muda wote alikuwa akiwazia swala ambalo lilimfikisha mpaka hapo. Mara baada ya chakula, mrembo Gendu alimuuliza Hamza kama angependa kuoga. Yule Gendu akasema ya kwamba, Mr. Hamza, ungependa kuoga? Tuna jakuzi la mfinyanzi kwa ajili ya tiba, naweza kulijaza tu maji ya moto na ukaoga. Hamza alijikuta akijiangalia namna nguo zake zilivyochafuka na yeye pia alivyokuwa amechafuka. Hali yake tu ya uchafu ilimfanya kujisikia vibaya. Hamza akasema ya kwamba basi naomba nikusumbue Gendu. Aliongea Hamza akitingisha kichwa. Haraka akasema kwamba usijali, wewe ni mwokozi wangu, napaswa kurudisha fadhila. Basi aliongea hivyo binti akikoka moto kwa ajili ya kuchemsha maji. Hali ya hewa ya mlimani ilikuwa ikibadilika. Ni ngumu mno kuoga maji ya baridi aise. Na ni muda huo tu wakati akisubiri maji ya kuoga, mvua nayo ilianza kunyesha. Ulitumika utaalamu wa juu mno wa kuwezeka nyumba hiyo. Ingawa ilikuwa ya nyasi, haikupitisha hata tone la maji. Hamza alishia kusikilizia sauti za mvua ikinyesha huku akiota moto. Hata hivyo akili yake ilikuwa ikimwazia Dina tu muda wote. Alikuwa anamwaza Dina aliyeachwa mjini akiumwa. Hamza alijikuta akitoka nje na kuangalia mazingira ya kijiji hicho. Ukweli ni kwamba kilikuwa kijiji kisichokuwa na nyumba nyingi, na muda huo usiku kulikuwa na giza totoro kutokana na kukosekana kwa umeme. Sasa alisikia sauti ya Gendu kutoka nyuma yake ikisema kwamba, Mr. Hamza, maji ya kuoga tayari, unaweza kwenda kuoga, ni upande ule pale. Basi Hamza aligeuka na kuona uso wa msichana huyo ukiwa na viashiria vya kuchoka. Mkononi alikuwa ameshikilia mtungi wa kuchotea maji. Alikuwa amehangaika kweli maskini. Kwani alikuwa akiuchota maji kwa kwenda na kurudi mpaka akajichokea. Hamza akasema kwamba kuna kitu nilichokuwa nikiwazia sasa, na hata sikuona namna ulivyokuwa ukihangaika, lakini pole sana kwa usumbufu. Binti akasema usijali, ila unaonekana kuna mtu unamwazia kwa wasiwasi mkubwa. Hamza akasema sasa ninachoweza kwa wakati huu ni kuwazia tu, lakini kuwaza kwangu hakuna maana yote. Najichukia sana nikiwa katika hali kama hii. Basi mrembo Gendu akasema kwamba, Mr. Hamza, usifikirie sana, nenda kaoge. Ningekujazia dawa na maua kwenye jakuzi ili kupunguza uchovu. Utajisikia vizuri ukishamaliza kuoga.
Basi Hamza alijikuta akitoa tabasamu na kisha akamtania msichana huyo akisema kwamba inaonekana babu kakufundisha sana. Binti akasema ndiyo, babu yangu ni daktari wa kijiji. Hata ile jacuzzi limetengenezwa kwa ajili ya matibabu. Ni kwamba tu nina kichwa kizito. Nimeshindwa kufikia uwezo aliokuwa nao babu licha kujitahidi kunielekeza. Hamza akasema kwenye macho yangu naona unajitahidi sana Gendo. Binti akasema asante Mr. Hamza. Basi Hamza akasema kwamba mimi ndiye napaswa kukushukuru. Ngoja nikaoge sasa. Aliongea Hamza huku akivuta pumzi ndefu na kisha alitembea kwenda kwenye kibanda kilichojengwa kwa mianzi. Hamza mara tu baada ya kufungua mlango wa mbao na kuingia ndani, pua zake zilifunikwa na manukato ya dawa za mitishamba na maua. Hamza kujua ni dawa gani hizo zimetumika, lakini harufu yake ilikuwa inavutia sana. Jacuzzi hilo pia lilimshangaza Hamza. Lilikuwa ni kubwa mno na lilitengenezwa kama shimo au bwawa, kuta zake zikiwa zimejengwa kwa ufinyanzi. Lilikuwa ni jacuzzi lililotosha hata watu watatu ndani yake. Hamza kuona lote likiwa na maji, alijiambia ndio maana msichana huyo alikuwa amechoka sana. Pale pale bila kujali sana, Hamza alivua nguo zake na kisha akajiloweka ndani ya jacuzzi hilo, akipata tulizo la mwili kwenye maji hayo ya moto. Akijumlisha harufu ya maua na dawa pamoja na makelele ya mvua, Hamza alihisi ni kama akili yake inalewa. Ni muda huo, dakika chache tu baada ya kupita, Hamza kujua kama ni kwa sababu alikuwa amefanya mazoezi mengi usiku kucha, kukimbia huku na huko kwenye milima, lakini alihisi moto ukiwaka kutoka eneo la mapaja yake na kusambaa kwenye via vya uzazi. Mapigo ya moyo wa Hamza ilianza kudunda kwa kasi, huku mdogo wake katikati ya kiwiliwili akisumbua mno. Wakati akiwa amepandwa na hisia za kutamani mwanamke, ghafla haraka iwezekanavyo mlango wa kuingia ndani ya bafu ulifunguliwa na kumfanya geuke. Gendo. Hamza alijikuta akipepesa macho kwa sekunde chache, huku ubongo wake ukiwa katika hali ya kutofanya kazi vizuri, hasa baada ya kumuona msichana huyo akisogelea alipo. Mrembo Gendo alikuwa amejifunga upande wa kanga mwilini tu, ulioacha magoti yake yote wazi. Kwa jinsi alivyobarikiwa na umbo kubwa la namba 8, kanga ile ilikuwa ni kama imelazimishwa mwilini. Gendo akasema kwamba Mr. Hamza, kama mwokozi wangu nimeona ni vyema nikusaidia kukuogesha. Mara tu baada ya kuongea kauli ile, pale pale alitoa fundo la kanga ile na ikalegea kwa kudondoka chini. Hamza akajikuta akisema tu Gendo. Ni muda huo hisia za ndani za Hamza zilimwambia kuna kitu hakipo sawa. Alijua kuna kitu hakipo sawa. Ni kama akili yake na mwili vilikosa ushirikiano kutokana na matamanio makubwa aliyokuwa nayo. Alishindwa kabisa kumkatalia msichana huyo. Alishindwa. Mrembo Gendo akiwa peku alitembea kwa kunyata na kisha kuingia ndani ya jacuzzi hilo. Akaanza kujididimiza taratibu mpaka sura yake kupotea. Mara baada ya kutulia kwenye maji kwa dakika kama moja, alitoa sura yake juu huku akitingisha kichwa chake na kufanya nywele kusambaza maji. Hamza muda wote alishindwa kabisa kutoa macho yake kwa msichana huyo. Ngozi yake nyeusi ilikuwa ni kama ikiendana na dawa za mitishamba zilizokuwa kwenye maji hayo, kwani ilizidi kuwa nyororo na kubadilika. Ule muonekano wake wa kipole na adabu aliokuwa nayo mwanzo ulimpotea kabisa, na sasa alionekana kama ni msichana aliyejaa ukorofi. Kwa hiyo hakuwa mweusi, alikuwa na ngozi ya maji ya kunde, aliongea Hamza kwenye nafsi yake. Hata hivyo, kwa wakati mmoja Hamza alishindwa kujua kwa nini msichana huyo alikutana naye akiwa na ngozi nyeusi na sasa hivi ana ngozi ya chocolate. Ukweli ni kwamba Hamza alihisi ni kama akili yake ilikuwa imeparalyze. Ukiachana na kusikia eneo lake la katikati kuvimba, hakuhisi kitu kingine. Basi Gendo alimuita Hamza kwa sauti nyororo. Msichana Gendo pale pale alijirusha kwenye mikono ya Hamza huku akiliita jina lake kwa sauti ya pwani. Alishia kupitisha mikono yake kwenye shingo ya Hamza huku sasa akimwangalia machoni kwa macho yaliyolegea na tabasamu ambalo alikuwa tabasamu. Yaani ni kama vile alikuwa akijivunia kwa ushindi. Hamza akasema tu kwamba Gendo, jua hili swala. Kwa nini Gendo? Hamza alikuwa ameweka mikono yake hewani kama vile mtu anayeogopa kushika mwili wa mrembo huyo. Mrembo akasema kwamba mimi sio Gendo. Aliangalia msichana kwa kumnong'oneza Hamza masikioni. Hamza kwa sauti ya kusita akasema kama we sio Gendo, ni nani sasa? Msichana yule macho yake yalichanua kwa namna fulani ya kurembua huku akimpulizia pua za Hamza na mdomo wake kama vile anampa pumzi ya uhai.
kisha akasemea kwamba acha ujinga mume wangu, si ni mimi mkeo Regina. What? Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata. Kudadadeki ndo utajua sasa Regina kafikaje, how, kivipi, Hamza yuko wapi. What? Kwamba like seriously, kwamba acha ujinga mume wangu, si ni mimi mkeo Regina. Tena sauti ilikuwa ni ya Regi, kwamba acha ujinga mume wangu, si ni mimi mkeo Regina. Hata kama ni Gendu ndo aliyefanya hivyo, Hamza ameongea sangapi kuhusu Regina? What? Hamza karogo ama? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Hii simulizi tunavyozidi kwenda inazidi kuwa tamu sana. Mpe pole ambaye alishia katikati, mpe pole ambaye anaona hii ni simulizi ndefu ambayo haina utamu. Wewe, kuna vingine ni virefu na ni vitamu. Sio kila kirefu kinakera, kuna virefu na vitamu. God be with you till we meet again. Mdao tulikuwa nami Lucas Lumbas. Bye bye.